Jumanne iliyokuwa imebarikiwa na Mwenyezi Mungu ikiwa na amani tele kabisa. Karibu tena katika Viwanjani baada ya kuweza kuwepo jana, lakini leo ni siku mpya zaidi ya kuweza kuangazia vitu vingi na vizuri sana. Mimi ndio karibisha, naitwa Saidi Salim Msume. Kuna mengi ambayo tutaweza kuyagusa, lakini yale ambayo tutaweza kuiangazia katika siku ya leo japo kwa uchache ni safari ya Young Africans kwenda kutafuta alama 3 muhimu katika mchezo wa kwanza dhidi ya AS FAR Rabat. Inaanza leo ambapo watasafiri kuelekea Zanzibar, Unguja. Tutakwenda kuangazia kwa kina zaidi Young Africans na nyota ambao wataweza kuibeba Young Africans kuelekea katika mechi hiyo dhidi ya AS FAR Rabat, hususan eneo la kiungo pamoja na ushambuliaji na kikosi cha Young Africans. Ukiachana na hayo, tutaenda kugusa Simba Sports Club na nyota wao muhimu katika kuelekea mechi yao ya kwanza dhidi ya Petro Atletico, wakiwa wanaendelea na mazoezi kwa hivi sasa chini ya meneja mkuu wa kikosi hiko Dimitar Pantev. Ukiachana na hayo ni matayarisho ya Azam Football Club kuelekea Kinshasa kwenda kupambana na kikosi cha Maniema Union, wakati hayo yakiwepo Singida Black Stars wakianza safari ya kuelekea sasa Algeria kwenda kupambana na Shabab Riyadh Belouizdad, na yenyewe pia tutakwenda kumulika hapo baadaye. Urejeo wa ligi kuu ya NBC tutakwenda kutazama pia, lakini bila kusahau barani Afrika jambo kubwa ni michezo ya kimataifa ya kirafiki, lakini bila kusahau kuelekea tuzo za nyota waliofanya vizuri katika mashindano ya tuzo za CAF ambazo zinataraji kutolewa hapo kesho nchini Morocco. Kuna mengi sana nje bara Afrika, urejeo wa michezo mbalimbali ya ligi mbalimbali barani Ulaya tutakwenda kuangazia, lakini pia nafasi ya kuweza kufuzu kombe la dunia tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Tamati yetu itakuwa ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Kumbuka Viwanjani itahusika na joto la Afrika, itahusika na The Pitch pamoja na soka letu, bila kusahau zilizobamba mitandaoni. Mimi ninakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msume, unaweza kuleta kaka Saidi, lakini sitakuwa peke yangu kwa sababu meza ya uchambuzi hii leo itakuwa inaongozwa na kijana kutokea Mbinga, muite Mbinga Finest, Michael Hiera, kocha wa mpira, kocha ambaye ana leseni yake inayotambulika na TFF, CAF pamoja na FIFA. Lakini uweze kuacha kuzungumzia Viwanjani bila kumtaja uwepo wa Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Inawezekana muda mrefu sana hujawahi kuiona hii combo, leo itakuwepo hapa. Awali ya yote tusalimiane kwa muda mrefu. Assalamu alaikum kaka. Wa alaikum salam. Sawa. Hawezi kupi mkono kaka, nakujua. Huyu Kwani Majungu anakupa faida gani? Majungu anakupa faida gani? Mbinga Finest hatimaye amechukua cheti chake, anatambulika. Kenda Mbinga dakika 10 unaweza kama umetoka gereji. Wewe kaka pesa kama Finest Mbinga. Hiyo ndo kasema. Wewe ndo umetaka. Mimi nimesema tena kaka. Kocha wa mpira basi. Mashuhuri unasemaje? Kocha wa mpira unasemaje? Huyu ana hatari huyu. Wacha bwana. Yani kwenye mpira unajua Meki alipungua kilo 6. Meki. Akiona timu gani? Akiona timu gani? Kagera. Malale alipungua kilo 12. Alipokuwa wapi? Alipokuwa na Alliance. Nikajua Ndanda. Alidia Damu alipungua kilo 21. Alipokuwa na Mwadui. Sasa hivi Maximo ni kama ana msongo wa mawazo, yuko na KMC. Huyu anataka ukocha kweli, huyu atatoboa siku 3. Kilo zangu zinanitosha, zipungui, haziongezeki. Na huyu ni kocha wa kilo kato fali. Under 15, under 18, under 20. Yani una miaka mingapi? Pale kaka. Una miaka mingapi? Una miaka mingapi? Una miaka mingapi Rashid? Tunataka tuangalie katika timu yetu. Kama nina 17 hivi, kama nina 15. Lakini ukiniambia mnataka upi, mimi nitakuwepo. Wewe niambie unaweza kunitumia kwenye timu gani? 22, 23, 24 miaka hivyo hamna. Lakini kama 15 hivi unaweza kutaja tu miaka yako. Utaambia sitajua nafanyaje. Sawa bwana, kuna matukio mengi sana ambayo tutaweza kuiangazia kwa mwezi Novemba. Unajua miongoni mwa maneno mazuri kusema kwamba ukumbusho utakawasaidia watu. Ndio. Receipt. Ukumbusho ambao utakawasaidia watu. Sasa mwezi huu ndani ya Azam Sports kuna matukio ambayo hutakiwi kuyakosa. Ndio. Hakuna message kama ikisema kwamba
kuna message moja unaandikiwa kwamba usikose wiki hii. Usikose wiki hii. Yanga dhidi ya Esfar Jimbani. CR Belouizdad dhidi ya Singida. Dio. Barcelona dhidi ya Athletic Club. Lakini Dortmund dhidi ya Stuttgart. Simba dhidi ya Petro Atletico. Yani unaandikiwa vile afu unaambia lipia kifurushi chako leo manake kinakwisha. Usikose huo ndo. Yani siku ndio kinaisha. Na Rashid anazipata sana message za hivi. Ananipigiaga sana simu. Na namsaidiaga sana. Au unasemaje? Lakini bila kusahau au unataka kusemaje Rashid? Wapenzi wa Italia, Derby della Madonnina, Inter Milan dhidi ya AC Milan, lakini pale La Liga Elche dhidi ya Real Madrid, mechi ya Union dhidi ya Azam Football Club, bonge moja la mechi. Lakini kumbuka pia katika Liga ya Mabingwa barani Afrika wana Mamelodi Sundowns aka Brazilians Sandawana Caballero watakuwa wanapambana na St. Louis Lupopo, wakati huko Yanga Afrika anakitwanga na Esfar Rabat. Muda huo Mamelodi Sundowns dhidi ya St. Louis Lupopo. Lupopo ambaye alimtoa yule mwanao kuvimba na tena kwa Madiba. Mukoko. Au tena kwa Madiba. Baada ya kuondoa Orlando. Ubaya wale Orlando. Leo ndipo na nyinyi. Yani huko na timu Yanga Afrika, huko Mamelodi Sundowns. Yani kuna mechi fulani afu wote muda mmoja. Baada ya hapo shughuli kimalizika ile Jumamosi saa 10 pale. Kumbuka pale saa 1 kuna mechi zingine tena. Al Ahly na JS Kabylie. Esperance de Tunis, mnyama Simba atakuwa anamwangalia, je, Stade Malien itakuwaje? Alafu Ijumaa pale kama kawaida tunaanza zetu wa Maoro. Ni mechi nyingine tena, Al Hilal dhidi ya MC Alger. Lulan Mokoena anakiongoza MC Alger. Yani wiki ni ya moto. Wiki ambayo kifurushi kitakiwa kuyumba, sio kuisha. Hata kuyumba tu hakitakiwi. Kaka, hiyo message nimeipata jana. Ndio unaikumbushia sana. Ndio maana umekumbushia. Watu pale watu haiwezekani. Kama tulieni bwana. Mambo madogo bwana. Tunaweka sawa kulungwa. Sawa kulungwa. Tunatulia wiki na kwa mujarab. Jambo linaisha, anazungumzika haya. Okay, hapo unaweza ukafanya ukatili. Sitokuepo siku hiyo, nitakupoka. Simu staita bwana. Tunashughuli vipi bwana? Lipa sasa 65. Don't deny. Unafanya hivi tu. Au tunashughuli unasemaje? Ile access denied. Sitaki. Ndugu yangu Mohamed aliniambia, mimi bwana naonaga kero bwana nikipeleka next tu, mimi raha yangu nikupeleka next. Yeah, the next tu. Asikutane na maelezo mengi yameandika. Maelezo mengi yazihitaji. Imla Kiingereza. Bwamba sana. Kwanza mnamaliza karatasi. Nimeelezo mengi. Fanya hivi next tu. Sawa. Enjoy 28. Au 65. Mkulungu akisema na mimi bwana staki bana access deny maelezo mengi we 65 pale next pale, lakini uondo wote 28 pale. Nafurahia kabisa na kuenjoy au vipi bwana. Tuanze kwanza kuangazia ushalipia mwenyewe uhakika au ndani kwenye simu waka vipi bwana, hali inafunua matikiti. Sawa, tuanze kuangazia katika soka letu kwa wakati huu hapa. Tuanze kuangazia mabingwa wa ligi kuu ya NBC hapa nyumbani Tanzania. Klabu ya Young Africans inasafiri leo kuelekea Unguja Zanzibar kwa ajili ya kuweka kambi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Esfar Rabat. Mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika utakofanyika siku ya Jumamosi katika uwanja wa Amani Complex. Yanga itacheza na wanarobo finali hao wa msimu uliopita siku ya Jumamosi saa 10 jioni kwenye uwanja wa Amani, na mchezo huo utaonyeshwa mbashara kupitia Azam Sports 2 HD,
Huu ni mchezo muhimu kwa Young Africans katika kampeni yake ya hatua ya makundi, kwani baada ya hapo itakwenda ugenini katika michezo miwili mfululizo dhidi ya GS Kabylie ya Algeria pamoja na Al Ahly ya Misri. Kumbuka Young Africans inatangulia leo ikiwa ni siku 4 kabla ya mchezo wenyewe kufanyika, na hivyo ni matayarisho muhimu kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya AS FAR Rabat. Siku 4 kabla Young Africans anaelekea Zanzibar. Ingewezekana tu labda wangesema na tungeondoka Ijumaa asubuhi, lakini kwa sababu ni karibu, unatumia tu boti ya Azam mapema pale, kama ni 6 ili 7 4 unapanda zako vizuri, unatulia, unaenjoy. Lakini siku 4 kabla kwenda kuweka maandalizi, kujiandaa na mchezo kwa ujumla. Rashid Hamis. Inawezekana ambacho umejaribu kuoanisha hapo, lakini mpira wa Afrika hautabiliki. African football ina mambo mengi. Young Africans Zanzibar ni miongoni mwa eneo ambalo ni ngome ya Young Africans, naweza kusema hivyo. Hata kama ile miaka 1900 kwa usi, Young Africans alikuwa anaenda sana Zanzibar kujificha, kuweka kambi, kucheza na mnyama. Kwa hiyo ni eneo ambalo yeye anaamini ni eneo salama, ni eneo ambalo akienda kutraining, kuadapt hali ya hewa na vitu vya namna kama hiyo. Inawezekana ukawa unashangaa kwamba yani kwa nini Yanga kaadapt mazingira. So Mwalimu, ni rahisi zaidi, wanasema ukikaa karibu na mazingira ya vita inakufanya wewe kujihisi uko vitani muda wote. Lakini ukikaa mbali, chochote ambacho kinaweza kikaja kikawa kama kina mshtuko kwako. Kwa hiyo Young Africans mimi nakubaliana na wazo lao la kwenda mapema, siku 2, 3, 4 ambazo watakaa kule. Unamsubiri mgeni wako, unajua anakujaje, anakuja kwa mguu gani, anafikia wapi, vitu vya namna kama hiyo, kwa sababu unahusika pia kwenye kuicheza hiyo mechi kwa mgeni wako, kwa maana ya kutayarisha baadhi ya mazingira ambayo yeye lazima atakushirikisha. So ni lazima wewe pia uwe tayari kwenye hayo mazingira. Unakuwaje tayari? Ni kufika mapema na kujua logistics zote za kwenu kwanza zinakaaje na mwenyeji wenu pia zitakuaje. Lakini mwisho wa siku ni ule utayari wa kiakili. Kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu always mimi wanasema unaanzia kichwani, sio? So mazingira, ukianza kuiadapt mazingira akilini, mwalimu anakuwa anatengeneza ile perception kwamba bana iko hivi, iko hivi, iko hivi, iko hivi. Arteta mara nyingi wakicheza na Liverpool anakuja na speaker kwenye kiwanja cha mazoezi. Anaweka sauti ya mashabiki wa Liverpool. Anasema feel it, feel it, feel it, feel it. Unaelewa? Maana yake unatengenezewa hayo mazingira kiakili kwamba hii ni mechi ya aina gani, si ndio? Lakini FAR Rabat na Young Africans current ni unaweza kusema ni timu ambazo kama zinataka kufanana kwenye mataifa yao. FAR Rabat ndani ya Morocco wanashika nafasi ya pili, wakionyesha umahiri wa kufunga magoli mengi zaidi, na wakiwa wameruhusu goli moja. Mechi ambayo iliisha sare 1-1 dhidi ya Itanger. Young Africans the same, ni miongoni mwa timu ambazo zimefanya vizuri sana msimu huu kwenye ligi. Zinafunga magoli na wako on top pale kwenye table, si ndio? Manake mbali na mengi yanayozungumzwa kuhusiana na Young Africans na nini, lakini mwisho wa siku numbers zile zinaifanya Young Africans kuwa na hali ya kujiamini zaidi katika mechi. Yes, katika mechi. Mpinzani wa Young Africans FAR Rabat sio timu ya kinyonge sana. Sio timu ambayo unaweza ukasema ni timu kwamba tunakuja tutapata matokeo kirahisi au tutapata matokeo katika mazingira A, B, C, D. Moja kati ya strategic zao toka msimu uliopita wamefanya hivyo, ni kuhakikisha wanatafuta goli moja la away ambalo litakulazimisha wewe wapate sare. Sasa hayo ni mazingira ambayo Young Africans anatakiwa kujidhatiti nayo, kwamba hii ni timu ambayo ina uwezo wa kufunga kwa kiwango kikubwa
Sio kwamba wanabahatisha, wana uwezo wa kufunga kwa kiwango kikubwa. So ni lazima Young Africans ianze kuifanyia hiyo kama sehemu ya taski kwake, kwamba hawa ili tuweze kupata matokeo dhidi yao, kwanza ni kutoruhusu wao kutufunga sisi, then tuanze kuwalazimisha wao wafanye makosa tupate matokeo dhidi yao. Group stage is a game of calculation. Unahitaji zaidi kulinda alama 9 na kwenda kumpokonya mwenzako alama 1. So hizo hesabu anakuja nazo FAR Rabat, na hizo hesabu pia Young Africans anatakiwa awe nazo kwa sababu yeye anakuwa anaanza nyumbani. So hiyo adaptation ya mazingira na vitu vya namna kama hiyo Young Africans watakiwa kuviangalia na kuvipigia mahesabu makali. Rashid, wewe unazungumza kuhusiana na Young Africans kwa kwenda Zanzibar ni kama nyumbani. Imenikumbusha kwamba hata pia muasisi wa mapinduzi ya Zanzibar hayati Abeid Amani Karume ana mchango mkubwa sana katika ujenzi wa Young Africans, jengo na kadhalika. Na mwisho wa siku ndio maana haishangazi kuona Mama Fatma Karume akiwa ni miongoni mwa bodi wa dhamini wa klabu ya soka Young Africans kwenye matukio makubwa, anakuwa anatokea ana kauli kama mtulie vijana wangu. Kwa mwisho wa siku ile asili ile Young Africans na yenyewe inakuwa inachagizwa sana na Zanzibar. Kwa hiyo lakini pia Michael, uzuri wewe ni kocha ambaye pia unakaa katika team, mabenchi ya team na kadhalika, kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, yani eneo ambalo mmelizoea kwamba mnafanya mazoezi na dini, lakini mnaondoka sasa tunasema bwana tunaenda eneo la mechi. Kuna hali fulani na kuwepo, sio kwa benchi la ufundi, sio kwa wachezaji, kuamini kwamba shughuli imekaribia. Hiyo ni kumbukizi kwamba sasa tunaelekea kwenye siku yenyewe ambayo tukio itaenda kufanyika. Na ukiangalia kwenye mechi ambayo Yanga wanaenda kucheza, kwa nini wao unasema walilazimika kufanya hiki ambacho wamefanya kwenye logistics zao, kwamba wawai kabla wapinzani hawajafika kwenye kituo cha mechi. Hii ni mechi ambayo Yanga ndiye yupo nyumbani, sio? Maana yake ni kwamba kama Yanga yuko nyumbani, tafsiri yake ni kwamba kwenye mazingira yote ambayo atakuwepo pale kwenye kiwanja, yeye anatakiwa kuhesabika kama ni mwenyeji na kweli afili hiyo test ya kwamba yuko nyumbani. Sasa ingekuwa ni jambo gumu kidogo, unakwenda kwenye mechi afu mgeni wako kawahi kufika kwenye sehemu ambayo mnacheza mechi afu ndo unakuja unamfuata. Inaweza ikawa ni jambo ambalo linaweza ikawa sio zuri sana kwenye maandalizi na kile ambacho mmekipanga kwenye logistics zenu kuelekea kwenye mechi muhimu kama hii ambayo inaenda kukupa picha kwamba hatua ya makundi kwa msimu huu itakuwa ni ya namna gani. Lakini wakati pia unasafiri kuelekea visiwani, Rashid amezungumzia vizuri kuhusiana na adaptation ya mazingira kwenye sport science, kwenye kile ambacho nakiamini kwamba unatakiwa kuzoea mazingira ya sehemu ya ile ambayo utaenda kucheza mechi, ikiwa ni pamoja na kupata muda pengine wa kutrain kwenye ule uwanja ambao utautumia. Kwenye hizi siku ambazo Yanga amecheza, wanaenda kucheza Zanzibar, inawezekana wao wakapata faida kwamba kwenye hizi siku, maana yake wameenda leo, siku 2 hizi kabla ya kufika Ijumaa ambayo kimsingi wageni kwenye muda wa mechi watatakiwa kufanya mazoezi, Yanga anaweza kaa na siku 2. Unapofika kwenye zile match day -3, wao wanaweza kaa na hizo siku za kufanya hiyo training kwenye kiwanja kile kile bila kuwa na mbano wote wa kanuni kwamba unatakiwa kumwacha mpinzani na vitu vingine. Maana yake ni kwamba wataenda kuifeel ile test halisi ya sehemu ambayo ataenda kuichezea mechi kabla mgeni ambaye anakuwa na favor ya kikanuni kwamba anatakiwa kutrain kwenye uwanja ule, anavyoenda kuitest hiyo ladha kwa dakika kadhaa ambazo anaenda kucheza. Kwa hiyo unaweza kuona kwa Yanga inaweza ikawa ni faida nyingine ambayo ataitumia, kwamba atapata pia muda wa kutrain kwenye uwanja ambao ataenda kucheza mechi, pengine hata session 2-3 ambazo atazipata, kuliko mgeni ambaye ataenda kutimiza tu ile jambo la kanuni ambalo atakuwa anatakiwa kulipata kwenye uwanja ambao mechi itaenda kucheza. Sawa. Mbali na hilo pia Young Africans inataraji kuzindua jezi mpya za mashindano ya kimataifa siku ya Alhamis, ikiwa ni siku 2 kabla ya mchezo huo wa ufunguzi wa michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa upande wao. Ikumbukwe kuwa jezi imekuwa sehemu kubwa ya mapato kwa klabu ya Young Africans, ambapo huo utakuwa uzinduzi wa jezi za mashindano ndani ambazo zinauzwa sehemu mbalimbali hapa nchini. Sababu kubwa ya kuzinduliwa jezi za CAF pia ni kutokana na mabadiliko ya wadhamini na baadhi ya wale waliokuwepo kutoendana na matakwa ya kikanuni za mashindano ya CAF. Imekuwa ni jambo ambalo kuna muda kadhaa ilikuwa club zinaamua hapa kifuani kuitangaza Tanzania
Simba walifanya, Young Africans wamefanya, na lakini sasa hivi kwenye jezi za Young Africans wanatangaza Zanzibar na yenyewe unaweza kuona kwamba wanavyoenda Zanzibar pia na yenyewe kwamba ni kuonyesha kwamba yes, wote ni sehemu moja ya nchi, kwa hiyo lazima tufanye hiyo proud. Jezi imekuwa ni sehemu ya mtoko. Zamani ilikuwa jezi unaitafuta, yaani ukitaka jezi usubiri msimu uishe mchezaji akupe. Yaani zamani ndio ilivyokuwa, kwa sababu haikuwa kwenye soko, kwenye business aspect. Kwa hiyo zilikuwa chache mtaani. Na ni maendeleo kwa sababu ni moja kati ya vyanzo vya mapato ya club, lakini umekuwa ni utaratibu tu kwa Afrika kama ilivyokuwa kabla ya hapo. Unajua sometimes hizi timu zetu zinapata wadhamini ambao hawakubaliki kikanuni, hasa wanapofika kwenye group stage. Kwa hiyo unakuta kuna mdhamini ambaye anadhamini, sasa kuna conflict of interest baina ya mdhamini wa club na mdhamini wa mashindano. Sasa inakulazimu wewe kucheza pasipokuwa na mdhamini. So unaona kumbe hapa kuna fursa ya biashara. Unamtafuta mdhamini mwingine ambaye hakuna hiyo conflict of interest na mdhamini wa mashindano, yes, ambaye anaamini kwamba hii ni platform ambayo mnaweza yeye akaitumia. Kwa hiyo na nyinyi mnapata na yeye atapata. So imekuwa ni moja kati ya opportunity nzuri. Vilabu vyetu wamekuwa wakiitumia hiyo, na zimekuwa ni ingawa hapo Rashid pamoja na Michael. Nafikiri pia CAF inabidi walivio. Hapana. Kwenye swala hili pia. Hapana. Sisi watu wa masoko, sisi watu wa utafiti inabidi baki hivi. Ipo. Ishamkuta Liverpool. Ishacheza pasipokuwa, ishamkuta Liverpool, ishamkuta Madrid, ishamkuta Porto. Lakini mbona kama kwa mfano kama kwenye EPL? Mbona mdhamini akawa mtu fulani? Sasa hiyo ni ligi. Tofautisha ligi na mashindano ambayo unacheza kwa nyakati fupi kiasi. Kwa sababu unakuta huyu kiwango ambacho anakiweka yeye anataka kunufaika na timu zote. Sasa kwenye namna kunufaika, unajua let's say mfano anapocheza Young Africans au anapocheza Simba Sports, ufuatiliwaji wa watu unakuwa tu sio Tanzania. Chukulia Kenya, Uganda, Burundi, wapi. Hawa watu wote wanaifuatilia mechi ya Simba au ya Yanga. Maana yake kwa makadirio ya haraka ni zaidi, labda ni zaidi ya watu milioni 10. Chukua title sponsor. Si ndio? Sasa yule mwenye mashindano ameweka kiwango cha pesa pale. Alafu nyinyi mdhamini wenu ambaye anaishi kwenye ligi, kanuni labda zinamkatalia. Na kwa nini zinamkatalia? Labda kwa sababu ya hicho ambacho tumezungumza, conflict of interest. So hawawezi kureview kwa sababu wakisema kwa sababu wao wana utaratibu wao, wameshayavalue mashindano yao. Wakati nyinyi mnaingia udhamini na kampuni X, nyinyi value yenu ilikuwa ni kwa sababu ya hiki, na yeye alikubaliana na hiki. Hawa wakati wanakubaliana na kampuni X2, umeelewa, walikubaliana kwamba thamani ya haya mashindano ni hivi vilabu vyote venye wafuasi na fan base. Na hilo ndio lilikuwa lengo kubwa. Sasa timing ya kuweza kubadilisha hiyo, maana yake ina uwezo katia mashaka kwenye ushindani ambao hawa itakuwa ni moja kati ya sera ya kumpoteza. Kwa sababu mimi sera ambao nimekuja kukubaliana kwamba bana, namtaka Yela, namtaka Nonga, namtaka na Rashid Hamisi wawe sehemu ya biashara yangu, mtawapata? Yes, tutawapata. Sisi tutaweka kifungu na kanuni hii hapa, utapata. Lakini tukisema tu review, tutamwacha Yela, Nonga na Msumi kwenye utaratibu wao wa maisha ya kuendelea. Manake hawa mimi sitaki kushindana nao. Sawa. Rashid, umeeleweka. Tusubiri jezi kuona, maana kumekuwa na ushindani pia wa jezi. Ipi kali mtandaoni, ipi ukivaa unatokelezea. Kwa hiyo tusubiri pia na nyewe Young Africans kitu ambacho tutatuletea siku ya Alhamis. Jopo hili hapa ukiwa neutral unaweza kuona hii jezi kali, jezi mbaya. Ukiwa na upande. Lakini ukiwa na upande huwezi kuona hii jezi kali, jezi mbaya. Utaona jezi kali tu. Lakini pia macho ya watu husema, hunena. Kuna jezi ambayo ukiangalia mnaweza wote mkakubaliana kwamba hii ni kali. Inatokeaga. Kwa mbali. Of course inatokea kwa sababu ni issue ya wakati mwingine ni mwenye mtu kuona, au pia uhalisia unaweza ukawa unasema ukweli kuliko kitu kingine chochote.
Yaani kuna wakati au tengenezwe hivyo. Ndio nakwambia kuna wakati inawezekana kuna kitu kikitoka sokoni. Hata kama ni competitor, unajua kwamba hiki ni bora sana. Mimi natakiwa kucompete kufikia kwenye level hii. Yaani wewe kama pia mtu ambaye unashindana kwenye ile classic, ndio maana nimesema kwamba yani sasa hivi yani kumekuwa na ushindani ambao ni mzuri kiukweli, kwa sababu unasaidia. Sasa unasema dada jeuri kiburi. Asubiri sasa unanikatisha. Msimamo wako ni kama wangu. Kwamba yani inabaki kwamba msimamo wangu ni kama wako. Yani wewe sawa, wewe si unaamini, inaweza kweli unachosema. Unaweza kusema watu yani macho ya watu wengi sasa ile jezi hapa hii nzuri. Lakini kwa sababu dada jeuri kiburi, watu waangalie kwa jicho hilo. Hiyo mbovu tu. Hii hapa kwetu ndo kali. Lakini kimoyo moyoni ndio msimamo, ukishakubaliana kila mmoja na msimamo wake, unaonaje kali? Huwezi kuona kali hiyo. Watu wanasema yani inawezekana usiseme hivi, lakini ukisema hii kali. Hii imetosha hii. Hii kali. Kwenye hii hapa miaka kadhaa. Miaka mingapi? Miaka 4 au 5. Ni 4 au 5. Ambayo imefanya. Kwenye ushindani wa jezi. Atuzungumze za Yanga. Yaani za Yanga ambazo wamezitoa. Jezi za Yanga nyingi kali. Yanga kwenye ishu ya jezi kwa mfano kwenye siku za karibuni. Wani walikuwa wanashindana nao wenyewe. Wenyewe ndio walikuwa wanashindana kwamba ya msimu huu na msimu uliopita ipi ilikuwa bora zaidi. Na moja kati ya vitu ambavyo walifanikiwa, nafikiri ni kipindi ambacho walimpata designer wa jezi ambaye muda mwingi alikuwa anafikiria kazi yake kwamba anawezaje kuboresha kwenye matengenezo ya jezi ambayo kila ambaye ataenda kuichukua hiyo jezi atakuwa anavutiwa na kile ambacho kipo. Ile tafsiri ya kila ambacho kinaonekana kwenye jezi ilikuwa ni kitu kingine ambacho kilikuja kuwa sio lazima kuvutia zaidi. Kwamba hii jezi, kwa nini uinunue jezi hii? Unanunua jezi hii kwa sababu itakuwa na kumbukizi ya wachezaji wa zamani ambao wamepita kwenye klabu yetu. Utakuwa na majina pale, atakuwa na display. Kwamba hii jezi na inunua kwa sababu ina michoro ya majengo, labda ya vitu vingi ambavyo vinaonekana kwenye klabu yetu. Naenda kununua jezi kwa sababu hii. Na inunua jezi hii kwa sababu kila ambacho kina display kwenye jezi inakuwa ni kitu exception. Kwa hiyo kwenye kipindi ambacho Yanga kwenye issue ya utengenezaji wa jezi walikuwa wanashindana wenyewe, kwa sababu kila mtu anavyokwenda kuiangalia jezi ya Yanga, kila wakati ambao designer anataka kuitengeneza jezi nyingine mpya, anafikiria kwamba kama msimu uliopita iliweza kuwakonka watu kwenye eneo hili, msimu unaenda kuwashika kwenye eneo gani ili iweze kupata jezi ambayo itakuwa ni bora zaidi. Wakati Young Africans wakiwa na swala la kwenda kuzindua jezi Alhamis, tuangazie tusalie hapo ndani ya Young Africans, kwa sababu kuelekea mchezo wao muhimu dhidi ya FAR Rabat, Young Africans siku ya Jumamosi leo viwanjani, tunaangazia viwango vya baadhi ya nyota katika mashindano ya CAF, ambapo utafiti unaonyesha nyota watatu wanaocheza eneo la kiungo na ushambuliaji wamekuwa na takwimu nzuri katika mashindano ya CAF, licha kukosekana kwa mshambuliaji Clement Mzize mwenye magoli 8 katika mechi 17 ndani ya ligi ya mabingwa. Bado Young Africans inaonekana kuwa na wachezaji wenye uzoefu mkubwa wa kuibeba timu hiyo katika mechi za hatua ya makundi. Tuanze kwa kuangazia takwimu za mchezaji mmoja na kile ambacho wamekuwa wakikifanya. Unapoizungumzia Young Africans kwa sasa, huwezi kuacha kutaja jina la nyota Pacome Pedro Zouzoua, wengi wanamuita profesa. Nyota huyu wa Young Africans, je, takwimu zake katika michuano ya CAF zipoje? Amecheza katika jumla michezo 24, amefunga magoli 7, ametoa assist mara 2, lakini kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika amecheza michezo 15 akiwa ametoa assist mara 1. Huyu ni Pacome Pedro Zouzoua. Naweza kusema kwamba Young Africans ipo mabegani mwake. Hiera, mmoja kati ya wachezaji ambao wanaweza kawa na faida kubwa kwenye klabu ya Yanga, kwa sababu ya kwanza namba ambazo zinaonekana ambazo amezitoa kwenye klabu, magoli 7, assist 2 kwenye ligi ya mabingwa, ukiachilia mbali kwenye hicho ambacho amekifanya kwenye kombe la shirikisho. Kwa nini ligi ya mabingwa naizungumza zaidi? Kwa sababu ndio mashindano ambayo recently Yanga wanakwenda kucheza. Wapo kwenye michuano ya ligi ya mabingwa ambako hizi namba utatamani ziongezeke zaidi ama zipande zaidi kuweza kucement kile ambacho amekifanya kwenye eneo la takwimu za kwake ambazo zitakuwa zinaendelea kumpa credit zaidi na kumpa value kubwa zaidi kwenye soko la ushindani. Ukiachilia mbali kwenye eneo la namba ambazo ameziproduce akiwa kwenye ligi ya mabingwa, nafikiri unatakiwa kuangalia pia tabia zake za kiuchezaji na mchango ambao huwa anaotoa kipindi ambacho anakuwa uwanjani kwenye eneo la kiufundi pamoja na kimbinu.
lakini pia kwenye eneo lake binafsi kile ambacho anaweza akakuofa akiwa kwenye mechi ya mpira miguu. Kuwa na mchezaji ambaye anaweza akakuofa kwenye vitu vyote viwili kwenye mechi, inaweza ikawa ni kitu ambacho kinakuwa ni bora zaidi. Vitu viwili kwa maana ya ukienda kwenye eneo la kimbinu, anaweza akawa na kusaidia kwenye kuona jinsi gani ambavyo mnaweza kukamilisha mpango wenu wa kimbinu kwenye kiwanja. Inaweza kaa ni moja kati ya jambo ambalo linaweza nikaa ni bora sana. Ukimwangalia Pacome kwenye majukumu ambayo anapewa kimbinu kwenye kiwanja, unaweza kuona ufanisi ambao anakuwa nao, hasa akiwa anaunganisha na jinsi ambavyo staili yake ya kucheza inaweza ikacombine kwenye staili ya kucheza na jinsi ambavyo anaweza kutimiza mpango wa kimbinu kwenye kucheza. Kwa mfano, kuna nyakati ambazo Yanga anaweza akawa wanatumia upande wake kama sehemu ya kuoverload wapinzani. Pacome anaweza akaenda kuwavuta watu kwenye upande wake, wakisha ingia tu kwenye mtego kukaa kwenye upande wake, haraka anaweza kana na maamuzi ya kuwafanya wale ambao wameenda kuzuia kwenye eneo ambalo Yanga wameoverload wapate faida kwenye upande wa pili ambao kutakuwa kuna namba kubwa ya wachezaji ambao wanaenda kuzuia. Lakini Pacome pia kwa staili yake ya kucheza unaweza kumuona ni mmoja kati ya wachezaji ambao kwenye zile technique binafsi za kiuchezaji, uwezo wa kufanya dribbling, uwezo wa kupiga pasi, uwezo wa kushuti, vile vitu binafsi ambavyo anaweza kufanya kwenye 1v1, yani ikatokea situation kwamba nimekutana na mlinzi mmoja kama hii au nikakutana na walinzi wawili ambao anaenda kunizuia, yeye anaweza akakupa kitu ambacho pengine hakiwezi kufanywa na wachezaji wengi ambao wako ndani ya timu. Of which ukiwa na mchezaji wa namna hii, maana yake ni kwamba katika siku ambayo utahitaji atimize mpango wa kimbinu kwenye kucheza, kwamba tutaenda kutumia upande wako kama sehemu ya kuweza kuoverload pinzani, hiyo ndio hiyo mbinu yetu, bado anaweza kukupa faida. Lakini ukihitaji sasa aweze kuonesha uwezo wake binafsi yeye mwenyewe, akupe zile techniques ambazo yeye yuko nazo kwa ajili ya kuisaidia timu kupata matokeo mazuri, bado pia anaweza kukupa hicho kitu kwenye mechi ya mpira miguu. Kwa hiyo hilo linabakia kuwa ni moja kati ya jambo muhimu ambalo yeye huwa analitoa na inaweza ikaisaidia timu kiasi ambacho hata wapinzani wanavyoenda kucheza ile Young Africans katika kufanya pre-analysis kuelekea kwenye mechi ambayo inafuata, wakati watakuwa wanaangalia timu kwa ujumla kama wanaenda kukabiliana na Young Africans, ndani sasa unaanza kushuka taratibu, unaenda kuangalia ni nani ambao ana madhara zaidi kwenye timu. Nafikiri jina la Pacome linaweza kuwa ni moja kati ya top names ambazo zinatakiwa kuanza kufanywa kazi. Huyu alipiga hiyo pasi ya mwisho anaitwa Max Mpia Zengeli. Tuangazie takwimu za Max Mpia Zengeli katika michuano ya kimataifa. Amekuwa na mchango muhimu ndani ya Young Africans na kwa ujumla michezo gani amecheza Max Mpia Zengeli. Yeye takwimu zake zinaonyesha mechi juma ni 22 katika ligi ya mabingwa, magoli 3, assist 3, ukihusika katika magoli 6. Hiyo picha ya mwisho ambayo ilikuwa imetoka, video ya mwisho ile cutaway ambayo ilikuwa imepiga bonge moja la pass kwenda kwa Pacome Pedro Zouzoua. Unaweza kusema hajulikani, utamkuta 7, utamkuta 11, utamkuta namba 10, utamkuta namba 8. Yani yeye anakwenda nipe kazi nikuonyeshe kazi. Lete mbaya nikupe safi. Yes, ni miongoni mwa wachezaji wachache sana ambao Young Africans wamebahatika kuwa nao energy ambayo anaiofa inakuonyesha huyu ni mchezaji ambaye anajituma sana mazoezini. Kilomita ambazo anakimbia, jitihada alizokuwa nazo zinamfanya kuweza kuoutshine wapinzani kwenye maeneo ambayo time ambao wanaamini sio rahisi kukutana na mchezaji wa Young Africans ambaye anaweza kufanya maamuzi ya kupelekea eneo jingine. Silaha yake kubwa imekuwa ni vitu viwili, Max Zengeli. Speed aliyokuwa nayo na energy aliyokuwa nayo. Ni mchezaji ambaye amekuwa akifanya Yanga kuwa wanaweka mzania ulio sawa baina ya safu ya ushambuliaji na safu ya ulinzi. Wanaamini hata mimi pia naamini hivyo kwamba ukiwa na mchezaji wa aina ya Max Zengeli ni rahisi zaidi kuweza kutumia energy yake kutengeneza kilichokuwa bora katika miguu yake, kwa sababu ni mtu ambaye ana sprint sana na bahati nzuri ana uwezo wa kufinish. Hiyo ndo kitu cha ziada ambacho anaweza kukupa. Wakati Mike anakuelezea kuhusiana na yes, football IQ ya Pacome, hivi vitu vyote unaweza ukavimiss kama hakuna mtu ambaye anaweza kurahisisha kazi kwenye majukumu ambayo kufanya wewe kuwa
na utulivu. Mtu huyo kwenye eneo la ushambuliaji amekuwa ni Max Zingeli. Sio rahisi sana kumuona kwenye matukio ya kucelebrate, lakini ni mtu ambaye energy anayoitumia imekuwa ikifanya Young Africans au wapinzani wengi kwenye jicho la kitaalamu kumtazama kama huyu ndio mchezaji threat kuliko wachezaji wengine. Pacome atakuofa vitu ambavyo ni rahisi sana kwenye mchezo, lakini huyu anakuofa timu kwenye kuweka balance wa kukaba, na wakati huo huo kwenye kufanya counter attack, na wakati huo huo wakati timu inapoteza mpira kwa haraka anakuwa ni sehemu ya watu ambao wanaweza kukimbiza na kufrustrate mbinu za mpinzani. So ni wachezaji wachache na Young Africans imekuwa ni bahati ya kuwa na mtu kama wewe. Sawa, nyota mwingine ambaye mwenye rekodi tamu za kuweza kuangazia na Young Africans kuweza kujivunia naye, basi uweze kumwacha Prince of Bulawayo. Muite Prince Mpumelelo Dube ndani ya ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi 11, mabao 5, akitoa assist mara moja, akihusika katika mabao 6, lakini kombe la shirikisho mechi 4 akihusika katika bao 1. Prince of Bulawayo na kuongoza safu ya Young Africans. Unaweza ukaja ukamhukumu the way anavyocheza kutofunga, lakini majukumu mengine anayofanya hususan kufanya pressing mbele, kila kocha utatamani uanze naye. Ya kwanza kwenye eneo la takwimu ambazo ziko hapo, ni moja kati ya vitu ambavyo wakati unafanya maybe scouting ya mchezaji, hii pia ni moja kati ya mbinu ambayo utaitumia kwamba namba zako zina sound namna gani kwenye kile ambacho umekifanya, hasa kwenye maeneo ya namna hii, maeneo ya ushambuliaji. It's obvious utaangalia namba za magoli pamoja na assist. Kuwa na michezo 11, magoli 5 na assist 1 sio namba mbaya kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu ni mashindano makubwa ambayo pengine hayakupi nafasi kubwa sana ya kufanya vitu vingi vya kufunga na kuassist. Ni nadra kuweza kuona nafasi hizo zikiwa zinapatikana kwenye mechi ambazo unacheza. Prince amekuwa na faida kwenye kile ambacho anakifanya kwenye eneo la kushambulia, kwa sababu mara nyingi amekuwa ni mchezaji ambaye zile runs zake kwenye eneo la kushambulia zinaweza kuwafanya wapinzani pia kutokuwa na utulivu kwenye maeneo yao ya kuzuia. Lakini amekuwa ni mchezaji ambaye pia kwenye kuivuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani anaweza akafanya, kwa sababu sio mshambuliaji ambaye atakuwa anasimama eneo moja tu kwamba unaweza kamake hapo ukawa umeshamaliza. Kuna wale washambuliaji ambaye yeye muda mwingi anaweza akawa anasimama kwenye eneo moja kiasi kwamba mkifanyia marking ya kutosha kwenye hilo eneo hata kwa tena kitu kingine cha kuproduce. Hawezi kusogea maybe upande kuvuta upande wa kushoto ama kuvuta upande wa kulia, ama akashuka chini kwenye kuisupport timu kwenye kwenda kushambulia. Lakini Prince kuna nyakati ambazo unaweza kumuona ipo na hiyo hali kwamba anaweza akawa anavutika pembeni, anashuka chini kidogo kuchukua mpira na kusupport kwenye kile ambacho timu huwa inafanya. Moja kati ya vitu ambavyo anaweza akakupa pia ni pengine uwezo wake wa kuwa na ule uwezo wa kuona jicho la kupiga hata akiwa anatokea eneo la mbali, ambalo pia inaweza ikasaidia timu kupata magoli, hasa katika wakati ambao pengine wapinzani wanaweza kawa hapo chini kwenye kuzuia. Ingawa kwa siku za hivi karibuni, moja kati ya changamoto ambayo amepitia Prince ni jinsi ambavyo anapata nafasi kwenye eneo la kushambulia na ile uwiano wake wa kubadilisha hizo nafasi kuwa jambo sahihi. Kwenye hilo nafikiri jambo lile likala linamtesa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu Yanga wanavyocheza kwenye mechi kadhaa ambazo wamecheza karibuni wakiwa na Prince Dube ndani ya kiwanja, kuna muda unaona timu inaweza ikawa inaanza kupossess kwenye eneo la chini. Kwa nini una possess? Kwa sababu unategemea kuona hiyo mikimbio ambayo Prince atakuwa anaifanya. Tukitoka hapo na possess, tukiweka kwake, tuwe tayari tumeshatengeneza nafasi ambayo ataenda kuitumia. Sasa mkiwa mmeshatengeneza huo mtego wenu na mpango wenu, mnapofika kwenye eneo la mwisho afa mkamilishe jambo ambalo mnataka kulifanya, manake mtu ambaye anatakiwa ku answerable ni huyu Prince Dube. Kwa hiyo kukosa kwake nafasi kwenye hizo mechi kadhaa ambazo amecheza hapa karibuni, zinaweza kazi zinampunguzia ile credit yake ambayo anaweza kuwa imempa thamani kubwa kwenye kuangaliwa kama ni mchezaji hatari. Pengine kama akipata muda kuanza kuscore, inaweza ikawa ni jambo ambalo kama litaenda kubrush kile ambacho kimeonekana kufutika kwenye unajua yake. Katika vitu ambavyo vinakera uwanjani kwenye jicho la kishabiki na hata kwenye jicho la kitaalam kama kocha, Yela anaweza kuwasaidia kwa sababu anaanza kuexperience hayo maumivu. Ni kwamba lakini hajamkondesha bado hajakonda. Na tumwombee Mwenyezi Mungu asikonde. Huyu akikonda na kaa penseli kaka. Hivi tu ana uzito wa simenti. Sawa. Kila 50 nyingi kaka.
Mbona bwana? Sasa Prince Dube, mwalimu huwa moja kati ya jukumu kubwa la mwalimu kwenye timu ni kuhakikisha timu inatengeneza nafasi za kufunga. Umeelewa? Na kutengeneza uwiano wa kuzuia kutokupoteza mechi au kutokuruhusu magoli. Lakini eneo kubwa ambalo linaonekana huwa linawapa taski ngumu walimu ni kutengeneza nafasi za kufunga na kumpata mtu ambaye anaweza kuzimalizia. Prince Dube ana uwezo kutengenezewa nafasi 5. Yaani kama hii mechi unayoiona hapo ya Williet. Yaani mpaka Prince Dube mwenyewe anaenda anafunga lile goli. Alifika akakaa akasema kweli. Yaani mpaka nimefunga. Manake walishamtengenezea nafasi zaidi ya 4 ambazo yeye alitakiwa kufunga. Hakufunga. Unaweza kuiona hiyo hapo. Yaani unamwona anapo celebrate, yaani anashangilia kiwango ambacho anasema at least nimeenda kupunguza lawama dressing room. Yaani kwa sababu timu ilimtengenezea nafasi nyingi zaidi. Ni kitu ambacho kinakutana nacho. Sasa Young Africans wamemsajilia Andy Boyea, ambaye lengo ni kuleta ile challenge kwamba huyu atakapopata nafasi inawezekana kwamba tunatamani wewe uanzie nje. Aanze huyu. Lakini pia bado kuna challenge, kuna kitu ambacho Prince Dube anajaribu kuendelea kushawishi. Of course kwangu mimi ni mshambuliaji ambaye namheshimu sana. Daraja lake, uwezo wake wa kuscore, amekuwa akifanya maamuzi kwenye mechi nzuri kubwa, lakini bado kama ajitoshelezi hivi kuwapa Young Africans kile ambacho wanapambana kumtengenezea yeye. Au ndio pull your socks. Of course anatakiwa kufanya hivyo. Otherwise manake Yanga urudi tena sokoni, watafute mtu mwingine bora kuliko yeye. Sawa, Rashid. Tutoke hapo tuende kuangazia wekundu wa Msimbazi, Simba ama mnyama mkali, ambapo hapo jana klabu ya soka ya Simba Sports Club wamezindua rasmi kampeni za hamasa kuelekea mchezo wao wa siku ya Jumapili dhidi ya Petro Atletico kutokea nchini Angola, ambapo mchezo huo utachezwa katika uwanja Benjamin Mkapa. Kuelekea mchezo huo, Simba tayari imetangaza utaratibu wa kuuza tiketi pamoja na madaraja, huku zile za Tanzanite zikiwa tayari zimemalizika kuuzwa. Mchezo huo ni muhimu kwa Simba kupata ushindi ili kuanza vyema kampeni yake ya hatua ya makundi msimu huu kabla kusafiri kwenda ugenini kupambana na Stade Malien. Katika zoezi la jana la hamasa, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali aliwauliza mashabiki wa pale, je, mnataka bure? Wakakata hatutaki. Mashabiki wakapaza sauti, hatutaki. Kupenda sifa tu. Kupenda bure. Ahmed akasema kwa maana hiyo natangaza rasmi mechi yetu, kispika chetu King Faida. Lete vitu King Faida. King Faida akasimama tu. Nawaona Simba, nawaona wewe. Ukisikia hiyo King Faida watu wapo hivi. Wewe Simba. Wewe King Faida ukisema neno hilo unaenda nalo. Yaani unapomalizia nukta ile kwamba lete vitu, anaanza hapo. Yaani akipiga pa. Kwa King Faida anafanya muziki kuonekana kitu rahisi sana. Kuna mbao mmoja huo, ingekuwa embe dodo ingekula kama na majani. Wewe si ukaaji kule kwenye kule siwezi kukaa bwana mtume. Abisai sio tukutana JKT na bwana tu tukakaa akasema wapi? Twende jukwani. Asa jukwani sikai. Wewe upande wote ukienda unakaa. Ukienda jukwaa la Simba unakaa. Siku ya mechi ya Simba anacheza unakaa. Siku ya Yanga ikienda unakaa. Siku ya Mtibwa na Tamtabu unakaa. Wanangu wa JKT unaenda unakaa. Wewe unatulia zako kimya, unapiga zako kepu mpaka hapo unatulia hiyo. Watu wanakusha, nani? Watu na kule wakipiga story ndio unazisikia sasa. Kule. Ala kumbe. Wewe uko unasikiliza muziki wa King. Concentration. Ni kule na kwa huwa sifutii sana kwa sababu nakuwa napoteza concentration. Kwa sababu kule kuna mambo mengi kweli kunaendelea. Kule kuna zaidi ya mechi. Kule kaka kuna vitu vingi. Umeelezea vizuri, inatosha. Mimi ndio maana nikienda uwanjani mtoto utakuwa mganga. Bibi, watu wasafiri. Yule pale, akakitoa yule. Jukwani kuna vitu vingi. Sasa nataka niangalie mechi vizuri kwa utaratibu. Sasa utamu wa majambo.
lazima mara kapita mtu fulani, mara kapita hivi. Bwana vipi huyu? Karanga na uji wa mchele. Sawa bwana, Simba jana wamezinduka kampeni zao za hamasa, lakini kuelekea mchezo kati ya Simba dhidi ya Petro Atletico, kuna jambo muhimu sana wakati inaendelea. Wakati Simba wakiwa wanaendelea na maandalizi ya mchezo Jumapili dhidi ya Petro Atletico, mjadala mkubwa umekuwa ni juu ya uwezo wa golikipa Yacob Suleiman Zuma ambaye amerithi mikoba ya Musa Pimpin Kamara aliyeko nje ya uwanja kutokana na majeraha. Yacob alijiunga na Simba Sports Club msimu huu akitokea JKT Tanzania. Amejikuta katika majukumu makubwa kutokana na Kamara kupata majeraha na kulazimika kufanyiwa upasuaji. Sasa kabla yote tuanze kuangazia takwimu za golikipa Musa Pimpin Kamara zipoje katika michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika. Takwimu zake Musa Pimpin Kamara zipoje pamoja na Yacob Suleiman Zuma ambaye amesajiliwa ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Musa Pimpin Kamara yeye amecheza jumla michezo 29, amefungwa magoli 25, amepata clean sheet katika michezo 12. Wakati kombe la shirikisho barani Afrika amecheza mechi 23, magoli ya kufungwa ni 16, amepata clean sheet mara 12. Wakati kwa upande wa Yacob Suleiman Zuma, yeye pia naye tutakuja kuangazia takwimu zake zipoje. Ukiziangazia hizi takwimu, ni mchezaji ambaye amecheza mechi 29 upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini amecheza kombe la shirikisho na yenyewe amecheza takriban mechi 23, ukizijumlisha hapo 52. Ni daraja kubwa, timu yoyote ile kubwa inatamani kuwa naye. Lakini hata ukiangalia pia clean sheet 24 katika michezo 52 inakupa garantia kusema this is top goalie. Yeah, of course, top kabisa goalkeeper. Ukiangalia idadi ya michezo aliocheza inakuonyesha kwamba huyu ni goalkeeper mkubwa sana. Kuweza kupata michezo 29 kwenye eneo ambalo msimu mzima unaweza kucheza mechi 9, unaenda kuwa bingwa, inakuwa ni sio kitu. Mechi 14 au 15 inakuonyesha kwamba Pimpin kipa mkubwa. Unajua mimi Pimpin kama nimeanza kumfuatilia kwenye CHAN. Huko kuna Aishi Manula, huko kuna Pimpin Kamara. Kipindi hicho naye mdogo hivi. Ile ni 2020. Ile kwa 2020 ambayo ifanyika 2021. Ifanyika Kameruni. Diara yupo Mali. Diara yupo Mali. Sasa kipindi hicho Diara akaonekana kama ni top. Yaani ambao walifanya vizuri sana kwenye haya mashindano alikuwa ni Pimpin Kamara. Diara aliwezesha Mali kwenda mpaka nusu finali I think. Michezo miwili ya 16 bora na robo alisaidia penalti. Akaenda kucheza penalti zile. Lakini sasa hakuwa mvuto mkubwa. Yaani mvuto mkubwa alikuwa ni Aish pamoja na huyu Pimpin Kamara. Walifanya kazi kubwa sana kwenye mataifa yao. Baadaye Oloya fanya sana kazi nzuri. Experience. Unajua tunapozungumza Champions League, quality, experience ndio huwa vinaipa timu matokeo mazuri na vinatengeneza hofu kwa wapinzani. Ukiwa na goalkeeper aina Pimpin Kamara, watu wakianza kumtafuta, kumsearch, ukakutana na namba kama hizi, maana yake huwezi kuleta dharau eneo la goalkeeping kwenye upande wa timu ambayo yeye anacheza. Maana yake ni lazima utapeleka heshima, na kuna namna pia mtakuwa mnatengeneza namna bora ya kuweza kumfunga, sio? Pimpin wakati anakuja Tanzania, kwanza kwa kuna utawala wa Aishi Manula ndani ya Tanzania. Alivyokuja Diara ikaonekana kumbe kuna kitu fulani Aishi anakikosa kutoka kwa Diara. Diara akatuonyesha okay, kumbe magolikipa wengi wanapaswa kujifunza hichi kitu. Ni somo ambalo limeletwa Tanzania. Alivyokuja Pimpin ikaonekana Pimpin amekuja na kitu cha utofauti kwenye kuchallenge ule ubora ambao tulikuwa tunamuona nao Diara, sio? Na ukawa ni moja kati ya mwiba mgumu sana kwa wapinzani upande wa Simba Sports.
jambo ambalo alilifanya vizuri sana msimu uliopita na kuipeleka Simba kwenye fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kazi ambayo alifanya vizuri mno. Timu ambayo iliruhusu magoli machache pia, ukiacha kwamba alikuwa Berkane, lakini Simba ni miongoni mwa timu pia ambazo hazikuruhusu magoli mengi, na yeye akiwa sehemu ya huo mpango kazi. Ukimtazama Pimpin Kamara sasa hivi anaendelea kujiuguza. Mbadala wake umekuwa ni Yakub Suleiman. Watu wanazungumza vitu vingi kuhusu Yakub Suleiman. Katika hatua za ukuaji na kuwa bora, tegemea zaidi kufanya makosa ili uje kuwa bora mara nyingi. Lakini watu wanamtazama Yakub Suleiman kwenye experience aliyokuwa nayo Pimpin Kamara na Djigui Diarra. Huwezi kupata huo ubora wa unayemtaka kumtazama wakati huo. Zaidi tu utapeleka lawama, utapeleka kila kitu ambacho unataka kiwe kibaya. Watu wanadiriki mpaka kuzungumza uwiano wa Aishi Manula, ubora uliokuwa nayo. Hiyo experience na makosa ambayo washakosea hawa watu wengine, huwezi kupeleka huo uwiano kwa huyu mtu. Manake bado Yakub Suleiman ana nafasi ya kufanya makosa mengi zaidi, ili baada ya miaka 2-3 aweze kuwa na huo ubora. Huo ubora na upataji ni lazima apate nafasi ya kucheza. Wanamhukumu na nini? Ama yani makosa anayoyafanya kuwa na number 1 kwa Tanzania sasa, yani kwamba wanaona kwamba this is a level ya kama ni golikipa ambaye amekuwa ni chaguo la kwanza kwa national team, anakwenda kuongeza kuchallenge. Yani kuna makosa ambayo anayafanya Yakub. Hukumu yake anahukumiwa kwenye magolikipa ambao wamemzidi experience, wamemzidi kila kitu. Watu wanaamini katika huo, lakini wanasahau kitu kimoja. Lakini ukubwa Rashid, yani ilimadi uwe mkubwa, ni lazima ucheze kikubwa na upo timu kubwa. What do you expect? Unategemea nini kwa club kama ya Simba? Na wakati ya kubwa anasajiliwa, watu wengi tunahoji kwamba ataenda kwa bench. Lazima shindane na Pimpin kwenda kumchallenge kama kupata nafasi. Yeye ni top goli kwa Tanzania. Unajua kwa national team tunamtegemea miongoni ambaye utamweka yeye, utamweka Masalanga. Kwa hivi siku za karibuni ndio wamekuwa wanaitwa. Sasa kwenye huo ukubwa unaozungumzia. Kwenye huo ukubwa unaozungumzia. Ukishaambiwa wewe ni mkubwa, maana yake ushapitia vitu vingi, ushakosea sana, ushajifunza sana, unaelewa. Sasa leo hii huwezi kuweka daraja la Pimpin Kamara, daraja la Aishi, daraja la Diarra, ukamweka Yakubu hapo. Anaweza kuonyesha kwamba ana kipaji, au ana talanta kubwa. Unaweza usimweke, lakini ndio upo hapo. Lakini sasa kwenye namna ya yeye kukua, umeelewa, kwenye namna ya yeye kukua, usishauti kiwango ambacho kitamdemoralize. Sio, unaelewa? Unatakiwa kumjenga kwenye namna ambavyo anaendelea kukosea. Lakini ukimshout as if kwamba ni kitu ambacho hakipasu, yani nafikiri Rashid unachojaribu kukiweka hapo ni kama unamwekea guard Yakub. Of course. Kwa sababu mimi ninachotamani, kwa sababu anayofanya, kwa sababu mfano Yera, hebu niambie, Diarra kashafanya makosa mangapi ambayo unatakiwa kumwadhibu? Makosa yanatokea. Pimpin amefanya makosa mangapi ambayo unatakiwa kumwadhibu? Sio, unaelewa? Na hao ni magokipa wakubwa Afrika. Ni magokipa wakubwa kwa mataifa yao. Sio? Lakini linapokuja swala ya Yakub, yani unazungumza as if kama Rashid, unaona kama Yakub hawamtendei haki. Michael, unaona nini? Kwenye hiki haki kinachoendelea, unaona nini? Kwa Yakub Suleiman, naweza nikajaribu kuielewa hoja ya Rashid kwamba inawezekana anapata pressure kubwa kwa sababu ya kile ambacho watu wanataka kukiona kutoka kwake. Sasa pressure ambacho sio dhambi, kwa sababu ndio umesajiliwa. Yani hapa ukija Rashid, tumekuweka hapa viwanjani, kwa nini anapigwa huyu pressure na maswali ya msumu? Ndio upo kwa ajili ya uchambuzi. Rashid, huwezi kusema kwamba utoke huku kwa sababu ndio umefika viwanjani siku ya kwanza, usile maswali magumu kwa sababu wewe siku ya kwanza tukolewa. Yani mpira kwanza kwa mandhari ya kwamba upo utakula maswali kwa sababu unajua kitu ambacho kipo kwenye football. Mpira hutaki huruma. Yani mpira sio mchezo
wa huruma. Kwamba ikitokea leo nikamweka huyu Yakubu akikosea kosa ambalo tumeadhibiwa nimwekee huruma. Afu Kosela akikosea Pimpin nisimwekee huruma. Mpira hutaki hivyo. Au kuna namna. Rashid, subiri kwanza. Kocha anaongea. Kocha anaongea kwanza. Tumsikize kocha. Au itokee kwamba mimi nimecheza. Sawa, lakini kocha anazungumza. Au itokee mimi mpira huyu hajacheza. Sawa. Mpira nimecheza mali. Yaani level anacheza mimi hajacheza kocha. Au itokee unampa mchezaji game time mara nyingi kwa sababu ya kumhurumia kwamba atajisikiaje. Kitakachoje kutokea timu inapata matokeo mabaya. Huruma yako imekusaidia nini? Yaani hamna kitu ambacho utakuwa unafika nacho kwenye huruma ambao umeenda kuitoa. Kitakachokuja kubakia ni kwamba unaikosti timu au unakosti pia career yako kama coach. Sasa kwa Yakubu inawezekana kwenye kumfikishia kile ambacho anatakiwa kirekebisha. Inawezekana kila mtu akawa na uwasishaji wake wa kile ambacho anatakiwa kukipeleka kwake. Lakini yeye kama goalkeeper ambaye sasa hivi unamzungumzia kama goalkeeper namba 1 wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Sio? Ndio tulikuwa naye kwenye michuano ya CHAN. Ile nyakati ambazo alikuwa anakwenda vizuri. Kwenye mpira miguu nasema unavyosifiwa ndivyo hivyo ambavyo tunatakiwa kupokea pia utakavyokosolewa. Yaani the same unavyokubali kwamba sasa nasifiwa kwamba bwana umedaka vizuri, umefanya nini au umefunga goli kali na utakavyokosa pia unatakiwa kupokea vile vile ambavyo ulipokea kwenye siku ambayo ulikuwa unasifiwa. Yakub yupo kwenye klabu ya Simba. Top club Tanzania. Yaani hawa malengo yao kila siku. Sio kwamba ni sehemu ambayo utaenda kujifunza. Utapata hiyo room ya kutrain, kujifunza, lakini wewe unatakiwa kufanya perfect hasa kwenye nafasi ambayo anacheza Yakubu. Yakubu anacheza kwenye nafasi ya goalkeeping. Moja kati ya nafasi ambayo tunasema kwenye zile parts za wachezaji kiwanjani na majukumu yao. Ili ni eneo ambalo kosa lako moja tu ubao unabadilika. Msimamo unaenda kubadilika. Kama ilikuwa knockout stage, nyinyi ndio mnachukua mabegi yenu mnaenda nyumbani. Yaani hakuna excuse kwenye hilo eneo. Maana yake ni kwamba unachotakiwa kufanya hapa ni kufanya kitu ambacho ni perfect na usiwe na makosa ya kujirudia. Kwenye mpira hauwezi kumhukumu mchezaji kufanya kosa siku moja. Yaani ikatokea au hata kwenye game situation. Mechi inaendelea, timu ikafungwa goli kwa kosa ambalo limetokea mara moja. Yaani imetokea mara moja wakafungwa. Unaweza kawa hautupi lawama kubwa sana. Lakini ikatokea let's say timu inacheza inashambuliwa kupitia upande mmoja, mara ya kwanza wamekukosa, mara ya pili wamekukosa, mara ya tatu wamekukosa, mara ya 4 wanakuja na kufunga goli. Unasema hii ni issue ambayo imejitokeza zaidi ya mara moja. Inawezekana ikawa ni tabia. Sasa kwa Yakubu Suleiman kwa nafasi ambayo anaicheza ikatokea leo hii tukazungumzia kosa A, labda umekosa kwenye eneo la positioning ukakosea tena. Kuna kipindi kama unakumbuka Aishi Manula alikuwa anafunga sana magoli ambayo mtu anatokea mbali anapiga anafunga. Moja kati ya weakness ambayo alikuwa anaonyesha wakati ule ni positioning. Yaani positioning ya Aishi ndio ilikuwa changamoto. Kiasi ambacho mtu akiwa hata mbali anaweza akampiga. Wakati anapelekewa haya maoni na mawazo kwamba Aishi positioning yako haiko vizuri, alipokuja kurekebisha what next, akaja kwa moja kati ya magolikipa ambao unasema sasa hivi Manula ni ya Tanzania. Yaani akipiga kwa nini ya Manula? Ni kwa sababu anaenda kwenye position ambayo ukipiga mpira unakuta upo. Ni kwa sababu tayari amesharekebisha kwamba position wise ile jambo ameshalisolve. Sasa kwa Yakub unaweza kusema kwa nini sasa hivi anapewa hiyo pressure kubwa na either mashabiki ama wadau wa mpira ambao wanaangalia mpira, anapewa hiyo pressure kwenye eneo gani? Moja kati ya maeneo ambayo anapewa hiyo pressure ni pamoja na eneo la footworking. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi ndicho kitu ambacho magolikipa wengi wanatakiwa kuwa nacho. Ukiwa nacho hicho kitu, maana yake ni kwamba kuna wakati timu ikiwa inacheza kwenye eneo la watu ambao wanabakia nyuma, timu inaweza kubakiza wachezaji wawili kama defenders, center backs wale wawili, wewe ukaingia katikati yao kama ni beki wa tatu, una act as a sweeper. Sasa kama una footwork nzuri, maana yake ni kwamba katika mipira ambayo itakuwa inadondoka kwako, wewe kila ukipiga unapiga upepo, tunakuja tunafungwa. Hilo ni kosa ambalo unatakiwa kuifanyia kazi. Sasa kama narudia leo, linafanyika tena kesho, linafanyika tena kesho kutwa, hiyo ni tabia ambayo unatakiwa kuirekebisha. Sasa hauna tena room ya kusema kwamba kwenye kosa hili ambalo analifanya mchezaji huyu, let's say ni tumfanye Yakubu ndio maana tunazungumzia.
usianze kumlinganisha labda na kina Jigi, umlinganisha na kina Pimpin ambao wenyewe wameshakuwa na experience kubwa. Sawa, shukrani sana Michael Hiera na Rashid. Kwenye hizo tutarudi. Hizo sio tu bali tunasema Rashid na tabia ambazo zinafanyika. Tunarudi. Tunarudi break kidogo afu tunarudi. Tukirudi tutakuja kuangazia hapo na takwimu za Yakub Suleiman Zuma. Umekuwa ni mjadala mmoja mrefu mzuri na mtamu ndani yake. Yupo hapo Michael Hiera, kijana kutoka Mbinga Finest. Yupo Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Mimi ni Said Salim Msumi. Twende tukanywe maji kidogo kisha tunarejea hapa. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Hii ni Viwanjani, baba ya vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Said Salim Msumi, unaweza kunitaka kaka Saidi. Nipo sambamba na Michael Hiera hapa pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, tukiweza kuangazia masuala mengi sana makubwa. Wakati tunaenda break tunaangazia swala zima la eneo la goalkeeper ndani ya kikosi cha Simba Sports Club baada ya kuwa Musa Pimpin kama akiwa na majeraha, wakati sasa nafasi ni Yakub Suleiman Zuma. Kidogo nilimkatisha hapa Rashid Hamis, lakini pia tutakuja kuangazia takwimu za Yakub Suleiman Zuma zipoje mpaka kwa sasa. Yakub Suleiman Liga Mabingwa barani Afrika amecheza mechi 2, magoli ya kufungwa ni 0, hana clean sheet ni 2, wakati takwimu za magoli kuna mechi zingine ambazo ameweza kuzicheza hapa ni katika ligi kuu ya NBC, ambapo Yakub Suleiman amecheza mechi 21, dakika 1890, magoli ya kufungwa 17, clean sheet kapata 8, amefanya saves 47 katika takwimu za msimu 2024-25. Rashid, fantastic kabisa. Anakuja vizuri. Champions League ndo kwanza anaanza kujifunza na tayari ana clean sheet 2 zimetulia. Kwenye ligi nafikiri Malala ya Mseli ndo alimintroduce goalkeeper akiwa na JKT pale. Kwa ushindani akawa anakuwa taratibu, anaonyesha performance yake ya msimu uliopita ndio performance ambayo Simba Sports pia ikabidi wavutie. Imekwenda nyakati. Sasa hivi ni goalkeeper wa national team ya taifa Tanzania. Na amekuwa miongoni mwa sehemu ya rekodi nzuri kabisa kwenye CHAN. Wakati Tanzania inakuwa ni taifa la kwanza kufuzu kwenda hatua inayofuata, goalkeeper alikuwa ni yeye Yakub Suleiman. Wakati huo ni timu ambayo ikawa imeruhusu magoli machache sana, Yakub Suleiman akiwa golini. Umeona? Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuelezea kwamba hayo ambayo tuna watu ambao ni kama sasa hivi ni tuhuma, japo Mike ataki, lakini ni kama tuhuma zinamfikia Yakub Suleiman. Wanazungumza kuhusiana na footwork. Footwork inazungumzwa ni kwa sababu watu wamerely zaidi kwenye modern football, wakiamini kwamba goalkeeper ni sehemu ya uanzilishaji wa mashambulizi, si ndio bwana? Na ndio maana watu wengi wanatuhumu kuhusiana na footwork ya Yakub Suleiman. Lakini kuna option, umeelewa? Hiyo option mwalimu yoyote ambaye anaweza taka kumtumia Yakub, kwa sababu unajua footwork sio kitu ambacho mtu anaweza akajifunza kwa haraka. Kuwa na footwork nzuri ni nature. Magolikipa wazuri wenye footwork tumewaona ndio magolikipa wanaongoza kwa kufanya makosa. Andre Onana ambaye alikuwa na sadikika alikuwa anacheza eneo la namba 6, ni mtu ambaye overconfidence ambayo imemkosti kwa kiwango kikubwa sana. Lakini ukirudi kwa Afrika, mimi namuamini sana Roland Williams ambaye naamini anaweza kumrushia pasi afuka ukaonyesha position. Lakini ndio goalkeeper ambaye anafanya makosa kuliko goalkeeper mwingine yote kwenye eneo hilo, sio? Kwa Yakub Suleiman watu kicomplain hiyo footwork, mwalimu ana option kwamba okay jamani, kwani kazi ya goalkeeper ni nini? Ni kuzuia mpira usiingie golini. Manake footwork inamruhusu goalkeeper tuanzishe mashambulizi kuanzia yeye. Basi hiyo option tusiwe nayo. Na kuna namna ya kumrudishia goalkeeper mpira ukiwa golini. Goalkeeper ambaye hana footwork nzuri usirudishe kwenye eneo ambalo lina mchoro. Umeelewa? Yaani eneo lenye michoro, kwa maana ile eneo la 6 na ile eneo 18. Usirudishe. Rudisha eneo ambalo litapeleka, ambalo yeye akiona hapa sielewi, anaweza kabutua likawa kona au akalibutua likaenda sehemu nyingine. Manake pia nayo unatoa tu yani ishote na shida sio kwamba asulishwe mpira. Manake sasa kama ni option, ngoja inawezekana. Haiwezekani. Kwa sababu huwezi kuniambia kwenye hii modern, huwezi kuniambia kwenye hii modern football, wewe unataka kuniambia Donnarumma ni mzuri kwenye footwork?
Lakini inavyotokea instance sio unaposikiliza sasa. Kwa mtu kama unamzungumzia Gigi Donnarumma. Ndio. Au the best goalkeeper sasa hivi. Tufanye anafundishwa chini ya Pep Guardiola. Goalkeeper ambaye alimfukuza kumhitaji goalkeeper yule John Hart. Joe Hart. Akitoa sababu kwamba sio mzuri kwenye miguu yake, akamleta Ederson. Si ndio? Ederson ametoka, akamleta Bravo. Bravo, yes. Akamleta nani? Akamleta Bravo, baadaye akaja Ederson ambao ni wazuri kwenye kucheza. Sasa hivi kamleta Donnarumma, ni mzuri kwenye kucheza, lakini angalia anavyocheza. Manake mipira haimrudii sana zaidi ya pale. So hiyo eneo la footwork ambao mashabiki wanalizungumza, wanamzungumza kwa sababu ya aspect ya kuangalia kwenye modern football. So kuna option ambayo huwezi kumrishia. Tumjaji kwenye eneo ambalo mimi nataka Yakubu tumjaji kwenye eneo la kuzuia. Sawa. Umeelewa? Anafanya makosa mara ngapi kwenye eneo la kuzuia mpira usiingie? Hiyo Rashid inaweza kuwa sio issue ya kumjaji kwenye jukumu lake la msingi ambalo mlinda mlango jukumu lake la msingi ni hilo ambalo mlisema kwamba it's fine kwamba utasubiri labda kuzuia mpira usiingie golini. Lakini unaangalia maeneo ambayo Yakubu Suleiman anafanyia kazi. Yaani vituo vyake vya kazi ni wapi na wapi. Anafanya kazi kwenye kituo cha Simba Sports Club. Hiyo ndio sehemu yake ya kwanza ambayo anafanya kazi. Huyu pia anafanya kazi national team, timu ya taifa ya Tanzania. Sasa currently utaangalia game model ya Simba na national team. Game model ya national team ni model za aina gani? Yaani Simba anacheza mpira aina gani? National team inacheza mpira aina gani? Je, inawezekana hilo ambalo wewe unalisema kwamba tusiwe na utegemezi mkubwa kwenye kile ambacho atakuwa anakifanya kufanyika ama kutokufanyika? Kwa mfano Simba Sports Club, sehemu ambayo ndo tunasema atacheza mechi nyingi kuliko national team. Simba si ndo yuko kwa mechi nyingi, let's say hizi 30 za ligi, mechi za ligi ya mabingwa, CRDB Federation Cup, Mapinduzi na mechi zingine nyingi ambazo atakuwa anacheza. Akiwa kwenye hichi kituo chake kikuu ambacho anafanya kazi mara nyingi, game model ya Simba ambao wako nayo inamtaka pia golikipa kutokuwa ni shot stopper, yani sio degea kwamba uko tu hapa kwa ajili ya kupunch na kuzuia, kufanya diving na vitu vingine. Tunataka wewe pia uwe sehemu ya wale ambao watakuwa wanafanya hiyo kazi kwenye kipindi ambacho utakuhitaji miguu yako ifanye kazi. Sasa kwa sababu sehemu ambayo anafanyia kazi, game model yake inamtaka yeye kuwa sehemu ya wachezaji ambao watakuwa wanafanya hiyo kazi. Hilo ni jambo ambalo kwa kumsaidia, yani wewe unataka kumsaidia yeye, sio kumpa hiyo option kwamba timu ifanye siku. Kwa sababu kocha anaweza kaamua tu kwa sababu auendane na hichi kitu. Inampa advantage zaidi pin Kamara. Akirejea maana yake anakuwa anarudi au kama kuna mwingine ana uwezo wa kufanya hivyo, akionyesha kidogo anakuja ya kuweza kwenda. Sasa kwenye maisha ni kujifunza, kwa sababu mimi nakumbuka sikili ngombe. Sasa kwenye namna ya kujifunza, wewe unataka kumsaidia kwenye hilo. Yani sasa shida hiyo usimsaidie kwamba umpe option. Yani kumsaidia kwanza aendane na kile ambacho anataka. Jambo la kwanza kwenye kumsaidia, maneno ya watu wengi sio kama yanamsaidia. Yani maneno ya watu wengi ni kama yanashusha na kupoteza ile confidence ambayo anaendelea kuipoteza kwenye makosa anayoyafanya. Aishi anatumia mguu wa kulia, si ndio? Ilifika mahala Simba anamhitaji Aishi kwa golini, alafu tayari Aishi ana tatizo. Akaanza kujifunza taratibu kutumia mguu wa kushoto. Alikuwa anaendelea kukomiti makosa kwenye namna ya kutumia mguu wa kushoto, lakini walikuwa hawana option. Unaelewa? Sasa kwenye namna ambayo kwenye namna ambavyo kwa Yakubu sasa, si ndio? Kwenye jukumu lake la msingi hafanyi makosa, si ndio? Anafanya makosa kwenye jukumu la pili ambalo ni modeling ya timu, inamhitaji kuwa sehemu ambalo hilo jambo ambalo kwangu mimi hilo jambo lina option kwa mwalimu na lina option kwa yeye kwenye kujifunza, lakini namna ambavyo anashambuliwa kwa maneno inakuwa, wajua hata haya tunayozungumza mitandao ya kijamii wanayozungumza mashabiki na watu tofauti, wale pia ni binadamu na sio kwamba hawasikii, wanasikia na wanaambiwa. Inafika mahala kwenye M2 leo ana mechi mbili za Champions League. Rashid, binadamu tulivyo sisi binadamu, kuna kitu akikwambia bwana Michael Hierro hana ndevu, utabidi muangalie Michael Hierro hana ndevu kweli? Anazo. Si ndio? Anazo. Kwa sababu huyu aliniambia hana ndevu, sio kweli, si ndio? Labda Michael Nguli. Lakini ukimkuta Michael Hierro ana ndevu na wewe ukija kwamba kweli ana ndevu, unasema huyu ameniambia ukweli?
ukweli. Nimekuelewa. Ndio maana nakwambia hivi, kama kuna tatizo, yani jambo la kuondoa tatizo, nadhani unachokizungumza kwamba wewe ni kushambulia kwamba huyu hafai, sio afanye hiyo, hata mwenye si ungi mimi namna ambayo sijavutiwa nayo bwana Kitwango pale haungi mkono demoralize kwenye kile ambacho tayari kwake inaweza kawa sio kitu muhimu zaidi kwenye jukumu lake la kwanza, lakini inamhitaji kuweza kujifunza hilo jukumu, umeelewa, ambalo pia kwenye asili ya goalkeeping kwenye kucheza, unaelewa, asili ya goalkeeping kwenye kucheza sio sana, ambayo hiyo ni kama sehemu ya yeye kuanza kujifunza upya, lakini watu wanamnyima hiyo room ya kujifunza. Lakini vipi kama leo hii utamwambia kwenye lugha ambazo anaweza akaona kwamba okay, ni kweli bana, kwamba bana footwork yako sio nzuri. Sasa na modeling ya Simba na mashabiki hawapo hivyo, yani mashabiki na wapenzi haipaswi kwa hivyo pia. Hiyo tulikuwa hapa nadhani, yani nilikopo na wewe Rashid, kosa kwa kosa zaidi Rashid, sio kama nilikopo na wewe sio na nani, tukazungumzia kuhusiana na Young Africans, jinsi watu wanavyomnanilia Prince Dube, si ndio? Tukasema hivi, Dube amepokea, mashabiki wa Yanga wanamuonea huruma, lakini tukasema hivi sio kwa kila mchezaji. Unakumbuka vizuri na ilikuwa ni anti Boyeli, na mimi nikakwambia hii inapaswa waititi kwa wachezaji wote ili watengeneze confidence za watu wengine, lakini sio tu mnamchagua mchezaji mmoja alafu wachezaji wengine mnawahukumu. Mshabiki katoa hela yake, katoka mbali, anakuja kuangalia football, si ndio? Anategemea kupata kitu kizuri. Lugha ya Said Msumi ya kumwambia bwana Yakub Suleiman, umekosea, utajirekebisha ndugu yangu, sio na hivi. Ule ni mchezo ambao unagusa hisia za wengi sana. Hatusemi kwamba mtu amdhuru kwa maneno makali yenye ukakasi ya nini ya kadhalika. Kuna emotion ndani yake. Lakini kikubwa ni yeye sasa, kwa sababu mimi kuna msemo mmoja ambao niliwahi kupewaga. Mtu yoyote yule anayekukosoa hata kama ni kwa ubaya, jua anakupenda. Anakupenda ili mradi ufanye vizuri. Kwamba bwana hichi kitu bwana, unywaji wako bwana huu hapana, hebu kuwa hivi fulani. Anakupenda, anapenda bwana uonekane vizuri ukiko pale pap. Kwa hiyo hata na watu wanamkosoa, mimi nadhani atake on positive way, aichukulie kwa mtindo wa positive, kwamba bwana mimi nafikiri wananipenda niwe top goalie kwa sababu lile umbo ni zuri, na mwisho siku kwamba kwa top goalie yoyote kwamba unatamani kwamba wewe ndio unanilia. Kuna baadhi ya makosa machache ambayo yapo si haki kwenye namna ya kumwelekeza mtu. Na sasa Rashid, unachotakiwa kufanya hapa ni kumsaidia. Yaani kwenye kumsaidia, kwenye kusaidia ili awe bora zaidi. Ndio maana yani yote anakuja ni kwa sababu gani? Tunaangalia kile ambacho sasa hivi anatakiwa kufanyia kazi na style ambayo timu ama sehemu ambazo anafanyia kazi inatakiwa afanye, kuliko hii option ya pili ambayo unakuja nayo kwamba mwalimu abadilike aende kumfuata hiyo. Ndio sababu chama benchiki labda hayo ndio mambo ya chama benchiki. Wewe ndio unachotaka, yani wewe ndio unachotaka. Haya Simba sisi watu wamfuate yeye anapotaka kwa msimrudishie Yakubu akainje na dakika. Umeona sasa hiyo option unaoileta. Sisi tunachokihitaji Yakubu awe katika kiwango bora zaidi, ili madi aisaidie Simba pamoja aisaidie national team. Sasa tukosoe kwenye lugha ambayo yeye hakiisikia, anasema yes, ili tatizo linalo, naomba nijifunze. Lakini namna unawakosoaga watu kwa lugha ya uelewe kwamba hii ni lugha ambayo wewe uelewe. Lakini ukitaka kuweka kwenye lugha ambayo wewe unataka mimi ninaye Yakubu mpaka mwisho. Ni uzuri wa hisia zake ni mtumu Yakubu kwenye makosa ya footwork. Yoyote ni mtumu Yakubu kwenye makosa ya footwork. Sio kama nitadili naye, nitaangalia namna ambavyo anakuja na atakavyompokea. Asante Rashid, tumekuelewa. Tunaongeza taarifa nyingine kwa wakati huu hapa, ambapo Azam FC inatarajia kuondoka nchini kesho Jumatano kuelekea jijini Kinshasa DRC, tayari kuikabili AS Maniema ya nchini humo kwenye michezo ufunguzi wa hatua ya makundi ya kombe shirikisho barani Afrika. Mchezo huo utachezwa siku ya Jumapili katika uwanja wa Mashujaa Kinshasa na kuonyeshwa mbashara na Azam Sports 4 HD. Tayari Azam Football Club imefanya sehemu kubwa maandalizi jijini Dar es Salaam chini ya kocha Flora Ikwenge Ibenge, huku ikitaraji kufanya mazoezi kwa siku 3 nyingine jijini Kinshasa kwa ajili ya mchezo huo. Ukilitazama kundi ambalo Azam Football Club
yupo Azam yupo na Maniema Union, yupo na Nairobi United, yupo na Wydad Casablanca. Ukiliangalia kundi hapa katika zile ana do, unaweza kusema bwana Wydad kaa pembeni. Wacha watatu. Kiliangalia kundi unasema Wydad kaa pembeni. Ndio. Alafu sisi wengine tutaimbana vizuri. Pambani. Ni kweli. Na sasa zaidi nafikiri na sio mbaya kumheshimu mkubwa. Kumheshimu unaweza anatakiwa kuheshimiwa tu. Mkubwa anatakiwa kuheshimiwa tu. Yaani mkubwa anatakiwa, yani sio jambo sio jambo la option. Ni jambo la lazima. Mimi kwenye hili kundi ukizitazama hizi timu Maniema, Azam, Nairobi, mwenye experience unaweza kusema ni Maniema kwa hao watatu kwa sababu Maniema amecheza Champions League mara moja, amecheza hatua za kutoana mara 3 kwenye Confederation Cup. Maniema hii ni mara yake ya kwanza na anacheza group stage ya kombe la shirikisho. Kama ilivyo mara ya kwanza kwa Azam FC kucheza kombe la shirikisho group stage. Na kama ilivyo kwa mara ya kwanza kwa Nairobi United. Lakini Nairobi United ana historia moja nzuri tofauti na hawa wengine. Nairobi ni timu ambayo inajengwa na mwanasiasa, governor wa county ya Nairobi. Yeye kwa mapenzi yake walienda wakaibadilisha moja kati ya kampuni Nairobi, wakaipa jina hii ya Nairobi. Ni timu ambayo sio tu kwa mara ya kwanza inacheza mashindano ya CAF. Ni mara yao ya kwanza pia hata kushiriki kwenye ligi kuu nchini Kenya. Msimu uliopita walikuwa wanacheza championship. Sisi tunaita championship. Kule wanaita National Super League. Msimu uliopita. Sasa ni timu ambayo kwanza inajiweza kifedha. Hiyo ndo shaka kwenye hilo, inajimudu. So naelewa. Na mwalimu aliyekuwa naye sasa hivi ndio mwalimu ambaye ametokea naye championship. Anaitwa Nicholas Muyoti. Nicholas Muyoti. Alikuwa ni mcheza mpira wa zamani na karia yake ya ukocha ameanza 2014, lakini timu ambazo zinaeleweka sana 2017 alianza Nzoia Sugar, baadaye hapo akaja Mara Sugar, akaja FC Leopards, baadaye akajiunga na Kakamega, then akaja Nairobi, sio? Sasa ni project ambayo yule governor wa county ya Nairobi yeye aliamini kwenye namna ambavyo huyu Nicholas Muyoti alivyoitengeneza ile Nzoia Sugar, akanaamini hii timu inafanana falsafa na utaratibu kama hii Nzoia Sugar. Sasa akaamua kumchukua bwana akamleta, akamwambia there is no pressure, tusukume hapa twende zetu. Sasa huyu wakati anaitengeneza hii timu kwa mara ya kwanza wakatoka pale wakaenda, hawa wamepita kwenye nafasi ya kuwa mabingwa wa FA. Na kwenye hao mabingwa wa FA kule watu wengi ilikuwa ni kama surprise package kwa sababu amezifunga timu ambazo watu wote hawakuamini. Amewafunga Kakamega ambayo ilikuwa chini ya Francis Baraza. Baraza alikuwa chuma 2. Umeelewa? Akaja akawafunga Mara Sugar. Akaja akawafunga nani? Akawafunga Gor Mahia, Kogalo. Kwa matokeo yote ya kuelekea FA yanakuwa mabingwa. Yalikuwa kama ni surprise. Watu wote hawakuamini kama hii ni namna gani. Lakini watu walienda mbali wakasema inawezekana federation ilikuwa inawapendelea kwa sababu hizi mechi zao zote walikuwa wanacheza nyumbani kwa sababu walikuwa naamini hizi mechi zinatakiwa kuchezwa kwenye uwanja mzuri. Hawa wanacheza kwenye artificial grass. Ni bora sana. Lakini imekuwa vyenye viwanja ambavyo ni nyasi asili na viko lafu wamekuwa kisumbuka. So ni klabu ambayo ina historia yake kwamba kwa mara ya kwanza inacheza ligi kuu, kwa mara ya kwanza hiyo inakwenda kucheza hatua ya makundi kwenye mashindano ya CAF. Haya ni timu kutoka ukanda. Tena umetoa wamewatoa Etoile du Sahel, waliwafunga wale NEC ya Uganda. Umeelewa? Na moja kati ya watu ambao Azam FC wanatakiwa kuwa makini kuwatazama kwa jicho la tatu, sio? Ni bwana mdogo, ni hawa Nairobi, kwa sababu wana wachezaji watatu ambao Wakenya wanasema wao hawazungumzi, lakini wachezaji hatari sana.
kuna yule bwana mdogo anaitwa Duncan Omala ambaye ni striker. Ni bwana mdogo na miaka 19 nafikiri. Mwaka jana alishindwa kuja kujiunga na under 20 ya Kenya kwa sababu alikuwa na project ya kuipandisha hii timu. Ni ndo pia alifunga goli kwenye mechi ile ya Etoile du Sahel, goli la kwanza. Alafu wana mchezaji anaitwa yule Ovela Ocheng. Ambaye alipita kwenye timu za South Africa, alipita Malumo, alipita Richard Bay, anajoin na sasa hivi wamemuita kwenye national team ya Kenya, Harambee Stars. Yes, anacheza winga kushoto na kulia, lakini ni much better akicheza zaidi upande wa kulia. Na wana mkongwe Shami Mwinyi. Huyu Shami Mwinyi ndio anaonekana ndio experience player ambaye pia amecheza Champions League, amecheza Confederation. So kwenye hili group unaweza kuona kama ni timu fulani rahisi, lakini ni timu ambayo kwenye namna ambavyo imetengenezwa inaweza kama ni moja kati ya timu ambayo inaita surprise ya hatari sana. Watu hawaitazami kama ni threat, lakini ina watu ambao wako well organized na sio popular, lakini unaenda kukutana nao kwenye kiwanja wanakupa nyakati ngumu. Watafiti wanasema kwa namna ambavyo hii timu imejengwa inaweza kuteseka zaidi kwenye viwanja ambavyo vinaonyesha vina mita kubwa kama vile unavyoona uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini nakwambia kama Isamuyo unaweza kuteseka. Lakini kwenye viwanja let's say kama vya Chamazi vile anakwambia mnaweza mkazima mziki mpaka mwisho. Sawa, na tujikumbushe matokeo ya Azam Football Club ambayo wameyapata katika michuano kwa shirikisho msimu huu. Azam Football Club wenyewe wamepata matokeo ya aina gani? Kumbuka Azam walianzia kucheza na Elmelek Bintiu, walipata ushindi ugenini wa bao 2-0, wakaja nyumbani wakapata ushindi wa bao 2-0, wakaenda kwa aggregate ya 4-0. Baada ya hapo wakapambana na KMKM, kikosi maalum cha kuzuia magendo, wakapata ushindi ugenini wa bao 2-0 Zanzibar, na Chamazi ikawa ni sherehe ambayo ilinakishiwa kwa moto, ushindi wa mabao 7-0 na hivyo kuvuka kwa jumla mabao 9-0. Na ukiangalia hapo takwimu tu hapo unaweza kuona kwamba ni Juma amefunga mabao 13 na wavu wao ukiwa haujaruhusu hata goli moja. Azam ni njema, atakaye na aje, tunaisaka makundi ndio hiyo shughuli inaanza hiera. Hivi hapo kuna hela au bado tunasubiri tamko? Hela za nini? Za zile goli la mama. Inaendelea hivi? Ishasema kule mwanzo. Kwa hiyo kama haijabadilishwa maana yake inabakia kwa vile vile. Yaani kama tamko lishasema. Sababu kwenye group stage huko kuna masharti mengine huko. Labda mwaka jana alikuja na masharti mengine huko. Labda tumsubiri Bwana Gelson Msigwa. Na uzuri bwana, wizara imetangazwa, wamerejea wale waliokuwepo Walumbi pamoja na kuongezwa Mlumbi mwingine pale Paul Christian Makonda. Kwa hiyo unaweza kuiona kwamba huku tuna Profesa Palamagamba, Aidan Mwaluko, John Kabudi, alafu tuna mwana FA Hamis Minjuma, lakini pia sasa hivi Mkulungwa naye Mlumbi ameingia pale. Unaona shughulini watu embwela shughuli ipo. Kwa kazi imepata wahusika. Kama jambo lijibadilisha na kinabakia kwa vile vile. Kwa kibunda kipo mzee wangu. Kibunda kama zile chuma 13 ziliingia kule. Zikiendelea pia huko kuna kufuata. Kibunda kitakuwa kinamiminika. Au Rashid unasemaje? Kiendelee kwa sababu kina moto. It is a process, unajua. Haja jambo jepesi na kikole inasaidia. Inasaidia sana. Sawa, ni jambo ambalo ni zuri sana. Azam na Kuliwai, yale nadhani kwamba ni miongoni mwa mechi tamu sana dhidi ya Maniema. Florai Kwenge Ibenge anataka kuzidi kuonyesha kwamba yes, nimekwenda Azam, kuna jambo lipo kwa ajili ya kwenda kulitafuta. Lakini Maniema Union kwa hiyo kuonyesha bwana kuna shughuli nyingine ambayo bado tupo nayo, kwamba tupo Champions League, tupo shirikisho. Unajua hili grupu kilitazama kwa jicho la kawaida unaweza kusema kwamba Azam amepata mtelemko. Lakini ukiangalia Maniema kwa jinsi walivyocheza msimu uliopita kwenye Champions League, wana uzoefu wa michezo hii. Ni grupu ambalo limekaa kimahesabu sana Michael. Maniema msimu uliopita ndo alikuwa na Mamelodi. Alikuwa Mamelodi, FAR Rabat, na MC Alger. Alikuwa Raja Casablanca, Maniema, Mamelodi na FAR Rabat. Na kwenye mechi ambazo
hawa wakubwa wote unawataja walioenda pale hazikuwa rahisi kwao. Kwa sababu sio Mamelodi ambaye aliokota pale, sio Raja na wala sio Mamelodi. Alipata nini? Sare au ile 2-1? Mamelodi alipata ushindi dakika ya mwisho ya Peter Shalulile alifunga goli. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi hivyo. Ila walianza Maniema kitamba la bora GFT. Na ukiangalia Maniema ni yani moja kati ya timu ambazo unaweza kusema kwa sasa hivi unaweza kuwa na hofia sana kwenda kucheza nazo. Ni ya mataifa kama DRC ambao wachezaji wao wengi hasa wanavyocheza dhidi ya timu kutokea Afrika Kusini, wanavyocheza na timu kutokea Tanzania. Yaani kuna ile nature tu. Zinakuwa ni mechi ngumu kwa sababu wao wanaamini pia ni sehemu ya kutafuta soko. Ukiangalia mechi nyingi ambazo kwa mfano zinacheza klabu kutoka Afrika Kusini dhidi ya klabu kutokea DRC. Angalia mechi yote ile ambayo atacheza. Mechi zao huwa zinakuwa ngumu sana. Kwa sababu wanaamini kwamba hapa ni sehemu ya kutangaza soko letu, kwamba tunaweza tukatoka hapo tukaenda sehemu nyingine kupitia mechi moja tu. So wanaenda kucheza dhidi ya Azam FC. Moja kati ya sehemu pia ambayo kwenye issue ya masoko sasa hivi ni moja kati ya eneo ambalo wachezaji wengi wa DRC inawezekana kana tamani kuja kucheza kwenye ligi ya Tanzania kwa sababu ya vitu viwili. Kitu cha kwanza ni uhakika wa kuwa na malipo mazuri kwa maana ya payment ambayo anaipata kwenye ligi ya Tanzania. Lakini kitu cha pili ni platform ya wao kuonekana zaidi kwenda kwenye maeneo mengine. Kwa kucheza na timu ya namna hii inakuwa ni ngumu kwa sababu kuna wakati inawezekana mbinu za mwalimu zikawa zinafanya kazi kwa maana ya kuifanya timu kucheza vizuri. Lakini kuna wakati ambao wachezaji wenyewe wanakuambia kwamba hii ni mechi ambayo mimi nataka nionyeshe ili nitoke niende sehemu nyingine. Kwa nafikiri Azam sio anatakiwa kuwa na hiyo tension kwamba wanacheza na timu ambayo hata wachezaji pia wako na commitment kubwa ya kupambana. Sawa, wakati hao wakiwa ni Azam Football Club na matayarisho yao ya kukabili FC Maniema, na kesho wanaanza safari ya kuelekea DRC. Tunatakia kila laheri katika mchezo huo na safari nzima kwa ujumla. Tukaangazia wawakilishi wengine wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo kikosi cha Singida Black Stars kikiwa safarini kimeondoka leo alfajiri Novemba 18 kuelekea Algeria. Singida imeanza safari saa 10:45 kwenda Algeria kupitia Uturuki, ambapo wanatarajiwa kufika jijini Algiers saa 11 jioni. Singida hii ni mara ya kwanza kushiriki makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Novemba 22 watacheza dhidi ya Shabab Riyadh Belouizdad ya Algeria katika uwanja wa Nelson Mandela mjini Algiers, ambapo mwenzetu Ghalib Mzinga, Kilo Finest pamoja na Conrad Kashasha ni miongoni mwa watu ambao wameambatana na timu hiyo. Singida kuweza kuondoka leo kuelekea katika nchi ya Algeria. Kumbuka kwamba ni matayarisho ya mchezo muhimu, wanaenda kupambana na bwana Siad Lamovic ambayo wanakwenda kupambana naye. Ni mechi nzuri, mechi kubwa, mechi ambayo chui ambaye amevaa ngozi ya kondoo. Belouizdad wakiitazama Singida Black Stars wanaiona ni timu ndogo, lakini ni timu ambayo imekusanya wachezaji wenye experience. Lakini na wenyewe wakiitazama wachezaji hao wenye experience, wakiitazama Belouizdad wanaiona ni timu kubwa. Lakini na yenyewe Belouizdad na wenyewe kwa taarifa, Belouizdad ndio mara yao ya kwanza pia na wao wanakwenda kucheza group stage ya Confederation. Wamekuwa na ushiriki mzuri kwenye Champions League. Na mara zote ambazo walifika mbali kwenye hatua za quarter final ya Champions League, wanakuambia bahati mbaya yao ilikuwa ni kupangwa na Al Ahly kwenye kundi moja. Na mara zote hizo tatu ambazo wamefika quarter final, ni kweli wamekutana na hizo, wamekutana na huo mziki wa Al Ahly. So ni klabu ambayo Saidi Ramadhan Ramovic ambayo ndio anakinoa kikosi hiki, anakutana na Aucho, na Aucho na Chama na pamoja na nini na Kibabage. Yes, anakutana pale, anakutana na mtu ambaye alimwachia mikoba ya Young Africans, Gamondi na Ramovic, sio? So ni mechi ngumu, ni walimu ambao zaidi Ramovic anapenda zaidi kwenye timu
kujaribu kufanya counter attack. Nakumbuka mechi hii hivi karibuni amegombana na Mezeane. Abdurrahman Mezeane, yes, amegombana naye kwa sababu alionekana kutofautiana naye kwenye namna ya kucheza. Kwa hiyo Ramovich akaamua kumtoa. Kitendo cha kumtoa akawa ametoka akawa na complain akawa anagombana naye. Lakini ni mambo ya mpira. Sio kwamba ni ugomvi ambao utaendelea kustand, hapana. Na hii sio kwamba itawafanya kwamba Singida Black Stars wakutane na njia rahisi, lakini kitu ambacho kinanifurahisha kwa Singida Black Stars, mechi zao nyingi, mechi za away kuelekea hapa kwenye group stage wamezicheza vizuri. Wamepata sare na inaonekana timu ina uwezo wa kupata goli moja kwenye viwanja vya away. Hii ni advantage kubwa sana kwenye group stage kama ukiweza kuilazimisha timu pinzani kupata goli au kutafuta alama moja. So Gamond ana kazi ya kufanya, na ninaamini dhidi ya Belouizdad, experience ya Belouizdad na experience ya wachezaji wa Singida Black Stars, kuna kitu tutaenda kuona kizuri sana hii mechi. Hii mechi kweli. Akajua wewe ukiwa unacheza mpira afa ishakuwa mechi. Jamaa wanajua boli. Unajua tu ishakuwa mechi. Hii mechi. Sawa. Tutoke huko, kila laheri kwa wakilishi wetu wa Tanzania na safari njema kufika salama na kuweza kucheza mechi hiyo nzuri. Tuangazie taarifa nyingine ambapo ligi kuu ya NBC inataraji kuendelea Ijumaa hii kwa michezo miwili kupigwa, ambapo jijini Dar es Salaam na mkoani Lindi. Jijini Dar es Salaam KMC Football Club itajiuliza kwa mara nyingine kufuatia vipigo vitano mfululizo itakapoikabili JKT Tanzania kwenye uwanja wa KMC Complex majira ya saa 10 kamili za jioni. JKT Tanzania licha ya kuanza ligi vizuri imekuwa na kiwango cha kusuasua hivi karibuni kwa kutopata ushindi wote katika michezo minne ya mwisho, ikipoteza moja na sare 3. Mchezo mwingine utapigwa katika uwanja wa Majaliwa Ruangwa, ambapo Namungo Football Club itakuwa mwenyeji wa Dodoma Jiji. Kama hii hapo ratiba inavyoonyesha, huku Ankali Juma Ramadhani Mgunda, kwa maana ya kwamba jambo la kwanza mechi ipo. Ndio. Tutaona. Wakifika tutawakaribisha. Na hii ni mechi ya mpira miguu. Umeelewa bwana? Umepata vizuri? Kwa misingi hiyo mipana. Wiki hizi mbili tumefanya mazoezi. Na wachezaji wote wako tayari. Wamelikava. Tuko vizuri. Tutacheza mpira. Sababu hivyo ndio tunashindania. Lakini yote ni vita bwana. Sio vita. Lakini wale wote wajua. Wale. Asalamu alaykum. Tumemisi vitu bwana. Anakutana na askari kutoka Msoma kwa mpakani, Amani Josia. Kocha Bisho, kocha anayependeza. Kocha anayevaa suti. Kwenye vumbi na joto kali la Dodoma. La Dodoma. Amani Josia mwamba kabisa. Wando mzuri sana. Coach mwingine huyu. Mechi nyingine nzuri tam ya kuweza kuzitazama na kuzifuatilia. Lakini tukisalia bado katika ligi kuu ya NBC, bwana, jana mida ya usiku klabu ya soka ya Mtibwa Sugar yenyewe wamemtangaza raia wa Kenya Yusuf Chipo kuwa kocha mkuu ndani ya kikosi hiko cha Wanatamtam. Mabingwa hao wa ligi kuu ya Tanzania mwaka 1999 na 2000, mara mbili mfululizo, wamemtangaza Chipo ambaye amewahi kufundisha timu kadhaa ikiwemo Coastal Union ya Tanga, FC Leopard na Ulinzi Stars nchini Kenya. Kabla ya kujiunga na Mtibwa Sugar alikuwa akifundisha Murang'a C ya nchini Kenya. Mtibwa Sugar katika michezo ambayo wameicheza, timu ilikuwa chini ya Wadhi Juma Manish, Shaban Musa Nditi, Dickson Becky pale nikimwona naye pia akiwepo katika staff. Lakini wakaona ile adhabu ya bodi ya ligi ile kutokuwa na kocha mkuu, wacha tumlete Yusuf Chipo. Chipo amechelewa tu kuja Mtibwa, lakini Mtibwa alishafanya na mazungumzo naye muda mrefu. Ni vile tu taratibu za kiofisi ndizo ambazo zilimchelewesha Yusuf Chipo kujiunga na Mtibwa Sugar. Yusuf Chipo ni miongoni mwa walimu wachache ambao wanapenda vijana wadogo katika kufundisha mpira. Na hapo Rashid, why Chipo? Wengi walikuwa wanataraji labda the return of captain Maxime. Mpira ni nyakati. Meke ashakuwa pale, kafanya kazi nzuri iliyotukuka,
ikamtangaza akaenda sehemu zingine, anaendelea kukua kwenye maeneo mengine, na sio mbaya kama angerejea. Na sio mbaya kama angerejea kwa sababu hii ni timu ya mpira na yeye ni kocha. Lakini uongozi wenyewe wa Mtibwa nafikiri bado upo katika hatua ya ukuaji, na Mtibwa ambapo imetoka unaona ni wanaendelea kurekebisha makosa ambayo hayapaswi kujirudia tena kwenye klabu ya Mtibwa. So kwa sasa hivi kwa namna ambavyo Mtibwa ipo na ufinyu wa bajeti waliokuwa nayo, kwa walikuwa wanalazimika kutafuta mwalimu ambaye anaweza kurudisha at least ile karaba ya Mtibwa ya kuwa na vijana wengi ambao wanaenda kukua baadaye. Sasa ukiangalia Mtibwa sasa hivi inavyotengenezwa, inatengenezwa na vijana wadogo sana. Kwa fedha ya usajili, kwa fedha malipo ya kocha. Bajeti tu nimekuambia kuhusu bajeti. Nimekwambia kuhusu wachezaji usajili wa Meki ameshindikana kutokana na bajeti. Nimekwambia tu bajeti. Umeelewa? Lakini ilikuwa ni miongoni mwa watu wanaohitajika. Kwa hiyo ukiangalia Mtibwa inavyo wachezaji wake ukiwaangalia na falsafa anaopenda kufundisha Yusuf Chipo, unaona kama vitu viwili ambavyo vinafanana. Timu ina vijana wengi sana wadogo, kina Manga, kina Harun, kina Marungu, Buzungu. Kwa hiyo unaona timu imekusanya vijana wengi wadogo. Kwa hiyo ukimleta mwalimu ambaye ni ready made material, kuna possibility ya kuua hawa wote vipaji vyao, kwa sababu anaweza kaona wote hawatoshi. Lakini kwenye namna ambavyo Mtibwa imekuwa ikitengenezwa miaka yote, ni timu ambayo imetengenezwa kwa vijana wadogo kwa ukomavu kwenda kukua baadaye. So Yusuf Chipo kwangu mimi ni mwalimu sahihi, ni mwalimu ambaye anaweza kuipa kitu Mtibwa Sugar, kwa sababu naamini task yake ya kwanza ni kuifanya Mtibwa kuendelea kusalia ligi kuu, ili kuanza kutengeneza matumaini, sio matumaini, kutengeneza imani iliyokuwa imepotea ya Wanavomero. Ya Wanavomero na Midizini. Sawa, Wanavomero. Na mimi ni kwamba kuna taarifa ambayo watu wengi kwa tunasubiri kwa muda mrefu sana. Nafikiri tuisome hapa. Ni rasmi, tuzo za shirikisho la soka Tanzania TFF zitafanyika Disemba 5, ambapo kiungo wa Young Africans Pacome Zouzoua na yule wa Simba Jean Charles Ahoua wanatarajiwa kuchuana kwenye kinyang'anyiro cha mchezaji bora wa msimu uliopita. Ahoua tayari amejihakikisha tuzo mfungaji bora baada ya kufunga mabao 16 msimu uliopita, lakini pia atakuwepo kwenye mchuano mchezaji bora na kiungo bora. Magolikipa Musa Pimpin Kamara, Djigui Diarra na Yakubu Suleiman ni wa Simba ni miongoni mwa nyota wanaotarajiwa kuwemo pia kwenye mchuano huo wa golikipa bora wa msimu. Pia kutakuwa na vipengele vingine kama kocha bora wa msimu, mchezaji bora chipukizi, beki bora, timu yenye nidhamu, mchezaji bora wa Tanzania anacheza soka wa kulipwa nje ya nchi na kadhalika. Rashid, hii story tutaichambua kesho. Nilikuwa toka hapa. Haina uchambuzi. Alikuwa nataka usome tu taratibu ili tuanze. Nomination ile ni matarajio. Matarajio yani ile matarajio. Nomination matarajio. Nataka kusikia kwa utaratibu. Nomination bado. Kwa taratibu tunavyokwenda mpaka Disemba 5. Mimi hii taarifa nimeuiwa na mtozi Jason. Kwa hiyo subiri taarifa rasmi, au kama unataka kuchambua itabidi saa tunafikiria sisi. Mimi nataka kusikiliza kwa utaratibu. Hapana, kwa utu. Kwa sababu ni kama Msumi alikuwa anakimbiza. Sawa. Pipi hujamsikia? Na Yakubu ametajwa. Yakubu hujamsikia? Au unakosikia? Simsema kesho. Shukrani sana. Shukrani sana kwa Michael Hiera pamoja na Rashid Hamis, lakini bado tupo nao. Tuelekee katika joto la Afrika kwa wakati huo. Joto la Afrika tukiwa tunaenda nalo hivi sasa. Bado nipo na Michael Hiera pamoja na Rashid Hamis. Mimi ni Saidi Salibu Msomi. Asante sana kwa kuendelea kwa nasi. Tamati yetu ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Tuanze katika joto la Afrika, ambapo siku ya jana ilichezwa michezo mingi ya kirafiki iliyoandaliwa na shirikisho ambayo ipo katika kalenda ya shirikisho la soka duniani FIFA, ambapo mataifa mbalimbali kutoka bara la Afrika yalishuka dimbani kumenyana ili kukamilisha ratiba hiyo ya FIFA. Michezo hiyo kwa Afrika ina maana kubwa kwa sababu mwezi ujao kutakuwa na michuano ya fainali za AFCON kwa mwaka 2025. Matokeo ya hapo jana, Madagascar alipata ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Equatorial Guinea ama Guinea Ikweta, wakati Chad alipata ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Msumbiji the Mambas
Chad ina wachezaji wawili wanacheza Young Africans, Celestin Ekwa pamoja na Lassine Kouma, wakati Bahrain yeye alifungwa kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Somalia, wakati Komoro yeye alipata ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Namibia. Misri alipata sare 1-1 dhidi ya Cape Verde, wakati Qatar alikubali kichapo cha mabao 2-1 kutoka Zimbabwe The Warriors, timu ambayo pia yupo Prince Mpumelelo Dube. Ukiangalia matokeo haya, Cape Verde wanaendelea pale walipoishia, yani dhidi ya Misri. Walianza kupata goli, Misri ndo akachomoa. Wawakilishi wote wa kombe dunia kutoka bara Afrika. Wapo kwenye nyakati nzuri, wapo katika maandalizi ya kuitengeneza timu nzuri isiende tukapata aibu kama Afrika. Na bahati nzuri kwa sababu taifa la Cape Verde linaruhusu raia pacha, ndio kitu pekee ambacho kinaweza kaa kina advantage kwao, kwa maana ya kupata wachezaji ambao wanaweza kucompete. Na ni historia pia ya Cape Verde, taifa ambalo lina watu wachache sana, taifa ambalo unaona misingi yake ya ukuaji imekuwa taratibu lakini kwa haraka sana. Inawezekana hiyo sera kuwa na uraia pacha ndio ambao wamekuwa kwa haraka. Unazungumza hivyo Rashid hapo, niliona kuna makala moja hivi ambayo ilikuwa inamuonyesha Nuno Espirito Santo akizungumza kwamba asili yake anatoka katika visiwa vya Sao Tome and Principe. Alizungumza maisha ya kule, na ingaje ni Mreno lakini mwisho siku alizungumzia ukuaji wa kule, maisha ukaa kijamii, na akawa anazungumza akasema, nahisi bado nina deni kule la kuweza kulilipa katika nyanja ya football. Yani kufundisha vote vile, yani inawezekana kiuwekezaji, jukwaa labda kuwafundisha makocha, yani chochote. Akasema kwamba yani ana imani kwamba bado kuna ana deni kule kwao. Kwa hiyo ni kitu kimoja kitamu sana. Inawezekana hata Cape Verde kwenye hiyo faida ambayo anaipata, labda kuna wale ambao wana asili ya Cape Verde ambao wameshafanikiwa kwenye maeneo mengine, nao pia kwenye kurudisha sasa wanatumia njia nyingi kwa ajili ya kuboresha soka la Cape Verde. Inawezekana akawa anahusika moja kwa moja, kwa maana labda kuna product, labda kuna mtoto wake au kizazi chake baada ya miaka mingi wakaja kurudi kucheza timu ya taifa, ama kuna uwekezaji ambao anaufanya labda kwenye kuboresha vitu vingi ambavyo vinafanyika kwenye taifa husika. Nadhani kama kumbukumbu zangu ziko sawa, nadhani Luis Nani pamoja na Rafael Leao wana asili ya Cape Verde. Hawa nyota wawili. Super Mlege. Sasa Leao si arudi tu. Mlege anambia, director wetu anambia kwamba ni sahihi. Maki nifuatilia, nilikuwa nafuatilia. Luis Nani haiwezekani tena, lakini yule Leao anaweza kusema sasa kashacheza Ureno. Juzi akacheza mechi ambazo zimevuka kiwango cha kwamba unaweza kuswitch kwenda taifa lingine. Kwa uwezi kuhama tena, wewe basi tena ushaumaliza. Mchezaji mmoja hapa nimemsikia. Mchezaji gani ni wa Arsenal yule au ni wapi? Kuna mchezaji mmoja hivi hapa nimemsikia kwamba anataka kurudi Ghana kama Sosei. Kuna mchezaji mmoja nimemsikia hapa. Wao wanasema umeona tayari ndio umeshafuzu na unataka urudi. Unapenda mambo hayo. Yaani wanasema hanafikiri anajisikia fahari. Unaita diaspora kwenye kula shushu. Utoada amewaambia wale wote ambao wanataka kuja sasa hivi nafasi imefungwa. Tukutane mwakani tukutafuta nafasi ya chani kwenda Tanzania. Tunatafuta kwenda Afcon. Tanzania huko. Tanzania tuende. Lakini kwa wakati huu hapa timu ishafuzu, nyinyi tulieni kwanza. Asante. Timu kwenda mtegemea Mohamed Kudus. Yuko Mohamed Kudus pale. Alafu Kudus na nani ule Jordan na yu. Wewe sasa hivi ndio unataka hata yule nani William Inyaki anacheza muda mrefu, anakitwanga tangia ile Afcon yakopo anacheza. Yule nasi alikuja kwa sababu ya nani, alikuja kwa sababu ya platform. Hakika kule. Lakini mwisho sababu jambo kule siligoma. Yule ndo msaliti mwenyewe. Kwa sababu yule kacheza zile level za timu ya taifa ya Spain. Wala hata mapenzi yao alikuwa ana. Lakini siku alipomwaga tu akarudi. Unaona akakumbuka kwamba mama akamwambia wewe usipate tabu, asili yako si ile. Wakikubalia wenda katwange. Mbona atakuwa itoa? Watu wengi sana wamefanya hivyo. Kevin Prince Boateng. Sasa acha kina Boateng wale. Mimi wale wote naona kama ni sehemu ya wasaliti tu. Mtu kama Eto'o unaweza ukawa unaelewa. Kwa sababu kwanza kaingia akiwa na umri mdogo sana Cameroon, si ndio? Mtu kama nani mwingine ambaye unaweza ukawa unajaribu kuelewa. Makuzi yake yamekuwa Ulaya lakini alikuja kucheza Afrika kwenye mtu kama unamwona kama yule mtoto alikuwa Barcelona
sasa hivi kwa Monaco, Ansu Fati. Ansu Fati wakati taifa la Afrika linamuomba kwamba ajiunge nao, wakati huo Spain walikuwa wanaendelea kumshawishi kwamba cheza taifa la Spain. Lakini mwisho wa siku nilielewa maamuzi yao, kwa sababu Ulaya bado Ulaya. Sio, unanielewa? Na mimi ndio swali kwamba ungekuwa wewe ungeweza? Ulaya bado Ulaya. Kwa hiyo mimi ningeweza, ningetulia na Afrika yangu. Sio kweli. Subutu. Mchezo. Sisi mimi nakwambia sababu mimi naitumikia watu wanapia haki ya Mungu na mwachia Mungu. Equatorial Guinea nao pia wamenufaika na hiyo. Kwa mfano kwenye Equatorial Guinea kile ambacho alikifanya kwenye AFCON ile ambayo alifanya vizuri. Yeye kina Emilio. Nao pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao inawezekana akawa hawajui vitu vingi kuhusiana na Equatorial Guinea. Akawa anajua vitu vingi kuhusiana na Hispania, lakini mwisho wa siku amerudi kuja kucheza kwa. Lakini kwenye matokeo pale Somalia umeona imeshinda. Hapo uizungumzie. Ukiangalia wale imeshinda baada ya miaka mingapi? Yaani kupata ushindi kama taifa, kama Somalia kama Somalia. Kupata ushindi ni story kubwa sana Somalia. Yaani ule ushindi ambao nilifurahia sana hiyo. Kicheko chako sikipenda. Ule ushindi ambao unapata. Sawa. Michezo mingine tena leo. Michezo mingine tena leo tunashuhudia South Korea Kusini watacheza na Ghana, Lesotho dhidi ya Malawi, The Frames, wakati Kenya dhidi ya Senegal, lakini pia Oman watacheza na Ivory Coast, lakini Niger dhidi ya Guinea, Benin dhidi ya Burkina Faso, Saudi Arabia dhidi ya Algeria. Wazetu Kenya wamepata mchezo mechi nzuri dhidi ya Senegal ambaye ametoka kwenye testi nzuri dhidi ya Brazil, afu anatoka hapo anakwenda kucheza dhidi ya Kenya. Maana yake ni kwamba Kenya atapata ladha kubwa sana, yani atapata testi bora kabisa kwenye moja kati ya top team kwa Afrika, na inawezekana ikawa muongezea kitu kingine kizuri zaidi kuanzia kwa Ben McCarthy pamoja na wachezaji kwa ujumla, kuona kwamba wanawezaje kuboresha performance yao kwenye kile ambacho watakuwa wanakifanya. Lakini kuna mataifa mengine pia hapo ambayo nayo pia yapo kwenye harakati za kuelekea kwenye finali za AFCON, nao pia wamejaribu kutazama mechi ambazo wanaweza akacheza ili angalau kwenye kalenda hii isipite hivi wakati hawatakutana tena baada ya hapo. Inawezekana hizi zikawa pia ni mechi ambazo mwalimu anaweza akawa anafanya mchujo wa kuona kwamba huyu kweli naweza nikaenda naye, ama natakiwa kumdrop, ama anatakiwa kuendelea kumfuatilia kwanza, anaweza kufaa kwenye kikosi changu kuelekea kwenye mashindano ama hatonifaa. Kwa hiyo ni mechi ambazo ukiangalia kwa wale ambao wamezipata inawezekana ikawa ni jambo lingine ambalo litakuwa ni nzuri zaidi kwa zile timu ambazo zilikuwa ziko down kuweza kurudi kwenye hali nzuri, kwamba tukipata angalau matokeo mazuri kwenye mechi hizi inawezekana njia yetu ya kuturudisha tutakaporudi kwenye mechi za mashindano kuanzia tarehe 21 mwezi ujao tuwe tayari kwenye hali ambayo itakuwa nzuri. Kwa baada ya hapa atoka tena na room ya kucheza mechi za namna hii. Baada ya hapo kinachofuatia ni mashindano. Yaani sio tena sehemu ya kwenda kucheza mechi ya kirafiki ama kujaribu kitu chochote. Ikiwa ni cha kiufundi ama individual kwa mchezaji, sio tena muda wa kwenda kujaribu. Ni muda wa kwenda kushindana dhidi ya mataifa mengine ambayo nayo pia yamepanga mkakati wao wa kwenda kucheza kwenye mechi ambazo zitakuwa mbele yao, kwa maana finali za AFCON zile. Sawa, ni michezo ambayo kiukweli kabisa inatengeneza nafasi nzuri sana kwa timu kuweza kujiandaa na kujiweka sawa. Lakini miongoni mwa mechi nyingine ambayo nafikiri pia Algeria pia na yenyewe wamepata mechi dhidi ya Saudi Arabia. The way Saudi walivyoonyesha katika finali za kombe la dunia zilizopita. Where is Messi? Kwa unaweza kuona ile soka la wamekuwa pia. Soka lao linawasaidia kuboost. Limekuwa sana. Confidence imeongezeka. Mara nyingi huwa napata bahati ya kutazama timu yao ya taifa. Uwekezaji wa mpira wa miguu na shirikisho lao limefanya kazi nzuri sana. Kuna namna ambavyo wachezaji wao confidence inaongezeka. Mshambuliaji wao yule Al-Hilal, anacheza Al-Hilal, anaanza na ndo kapteni wa timu ya taifa. Kuna moja ilikuwa anakuwa cheza Saudia na Qatar. Saudia na Qatar nafikiri. Ilikuwa ni moja kati ya mechi ngumu sana. Yule Afif, namkumbuka Afif Hassan Afif. Alipeleka moto sana kwenye ile mechi. Lakini kuna mtu umekuwa tuangalia nyumbani kama bwana huyu baba yake na asili ya Tanzania. Sema mbona anacheza huko sasa? Baba yake kazima Simba Sports. Mbona. Sasa kwenye ile mechi niliona
kuna hatua kubwa ya ukuaji. Yaani Saudia ambao unaitazama miaka 3-4 nyuma sio Saudia hii. Yaani kuna namna ambavyo wako very calm, wanapangilia, unaona. Na hii pia inatokana na aina ya wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi yao, ambao wamewaambukiza kilichokuwa bora, wamewaambukiza umadini, utulivu, namna kutafuta matokeo, nyakati ngumu. So ni moja kati ya mechi nzuri. Sawa, tuelekee nchini Kenya kwa wakati huu ambapo timu ya Gor Mahia maarufu kama Kogalo imeendelea kuimarika na kujiamini baada ya kucheza michezo 7 na kuvuna alama 16 akiwa na viporo viwili, huku mpinzani wake wa karibu Kakamega Homeboys ambaye ana alama 13 mpaka sasa. Mashemeji Dabi bado iko pale pale, itapigwa tarehe 22 mwezi huu siku ya Jumamosi. Nadhani tarehe 30 tarehe 30 inayofuata majira ya saa 10 kamili jioni kwenye mchezo utaushuhudia kupitia Azam TV, burudani kwa wote. Watu wengi mimi kiukweli nimekuwa ni mfuatiliaji wa Gor Mahia na nimeweka wazi mimi ni mshabiki pia. Rashid hapa Shabana Michael Yera, mimi wa Shabana wanangu kabisa. Kocha msaidizi ni Bernard Mwanala. Bernard Sian Mwalala. Wanangu kabisa. Hao hapo. Mimi bwana mimi hivi ndio huwa napenda. Mbona unasema mambo yako? Hivi ndio napenda. Naona kila mtu anachagua timu yake. Mwingine Mangasole ni Kariobangi Sharks. Nimeona Odhiambo anaanzia nje mechi kama 2-3. Yes. Rose. Nimemwona yule Hussein kama jezi namba 7, lakini katikati Enoch Morrison anazidi kuiweka sehemu salama. Lakini ujio wa golikipa Omondi ambaye alikuwa pia golikipa wa national team, nadhani umesaidia kwa kiwango kikubwa sana kuimarisha Gor Mahia, hususan chini footwork anayo lakini pia juu na yenyewe wanampopoa. Rashid bora kama Kani ni lazima kutaja footwork. Nimesema tu yani footwork. Nimekwambiaje mtoto mnafiki? Nimesema footwork. Huyu akizeka atakuwa mpigia manyanga, mimi nakwambia. Wapi? Wapi? Mbinga. Mna waganga kule. Nimeona Mashemeji Dabi ni mechi ambayo kiukweli tunaenda kuipata ladha nyingine tena. Freddy Ambani ambaye ni kocha wa FC Leopard Ingwe kuja kupambana na Gor Mahia. Gor Mahia ulinzi amemchapa timu ya mabingwa watetezi Polisi Kenya, amemchapa. Yaani unaiona kwamba ni timu ambayo talent imerudi katika mfumo wake. Inawezekana kwenye kile ambacho amekipata kwenye mechi kadhaa za hivi karibuni ni boost nzuri kwa kuelekea kwenye mechi ya Derby dhidi ya FC Leopards. Lakini ukiangalia kwenye kile ambacho wao wamekiboresha, kuna baadhi ya nyakati ambazo Gor Mahia unaweza kusema alikuwa na struggle kwa sababu kulikuwa na in and out ya baadhi ya wachezaji ambao kwao walikuwa wanatakiwa kuwa bora na kupatikana kiwanjani. Umemtaja hapa Enoch Morrison, mmoja kati ya wachezaji ambao wakiwepo kwenye eneo la kiungo, yeye pamoja na Onyango wamekuwa ni watu ambao wanaweka balance nzuri sana kwenye ile eneo. Hata ubora wa kina Lozoisi ambao unatajwa huko juu unatengenezwa zaidi na Enoch Morrison kile ambacho anakifanya. Na hata juzi kati kuna na taarifa ambazo sio rasmi sana kwamba kuna namna ambayo Kenya walikuwa wanajaribu kumshawishi acheze Harambee Stars, japo sio rasmi sana kwamba anaweza akawa ni moja kati, kwa sababu hajawahi kuitwa kwenye kosti ya Ghana. Lakini moja kati ya wachezaji ambao wamecheza Gor Mahia hapa kwa muda kiasi sasa hivi, na amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao kwenye la midfield naona kile ambacho anakifanya. Sasa kurejea kwa Kiee baada ya kukosekana, lakini pia timu kuwa na muunganiko ambao unaona angalau sasa hivi unaweza kuwa ni kwenye njia nzuri, inaweza kuwa ni jambo lingine ambalo linaweza kufanya kazi. Mwanzoni mwa msimu, wakati msimu unaanza, moja kati ya changamoto ambayo alikuwa anaipata ni mabadiliko ambayo aliyafanya kwenye technical staff. Walibadilisha benchi la ufundi, mwalimu kutoka Ghana ambaye aliingia akaja na wasaidizi wake almost wote kwenye ile crew yake. Alikuja na watu wengi ambao alikuwa ni wapi. Mpaka ikafika kipindi kwamba wale FC Leopards wakasema hii sio timu ya Gor Mahia, hii ni kama Ghana Embassy, yani kama ubalozi wa Ghana, kwa sababu jamaa alikuja na watu wengi ambao wanatoka kwenye taifa lake la Ghana. Plus hawa kina Morrison ambao alikuwa anapata nafasi mara kadhaa ambao wao walikuwepo, yeye alikuwepo, alimkuta pale. Kwa hiyo baadaye unaona jinsi ambavyo mambo yamebadilika, angalau wanaanza kupata matokeo ya namna hii
inaweza kuwa ni jambo ambalo linaweza kumfanya yeye sasa kuanza kujiamini zaidi na kuelekea kwenye mechi ambayo atacheza dhidi ya FC Leopards, ambao FC pia sio kwamba wako kwenye form mbaya. Nao pia wanapata sana sare. Ingawa kwenye kile ambacho wanakipata dakika kuhimili sasa kwamba tupate ushindi imekuwa ni changamoto kwa, lakini kwa goal nafikiri wao kwenye matokeo ambayo wamepata hapa karibuni inaweza kuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikanichanya zaidi, lakini imepelekea pia kurejea kwa baadhi ya wachezaji wao na kurudi kwenye fomu kwa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wameanza kudrop, pengine kupotea kwenye kipindi cha hivi karibuni, plus kile ambacho mwalimu sasa unaweza kuona ameintroduce kwenye timu na kimeanza kuweka out. Sawa, tutoke hapo nchini Kenya. Kesho kuna zoezi la utoaji tuzo ambapo shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limetangaza orodha ya wachezaji watatu ambao wanawania tuzo katika sehemu mbalimbali, na tuzo hizi jana tulizigusia hapa na kesho ndo zinakwenda kutolewa na itaonyeshwa mubashara kupitia Azam Sports. Kwa hiyo mwisho siku ni watu kuweza kutazama kujua nani ni nani, tuzo za CAF, kwamba katika ile tuzo ya wachezaji bora Mohamed Salah, Ashraf Hakimi, Victor Osimhen ni nani ambaye anakwenda kuchukua, lakini pia katika tuzo ya mchezaji bora wa ndani Mayele akiwepo Chibi, akiwepo pia Osama Lamlui, wapo pale. Kwa hiyo ni tuzo ambazo kiukweli mategemeo yako ni yapi bwana Rashid? Mategemeo yangu bana ni kuona Ashraf Hakimi anashinda, na kumuona Fiston Kalala Mayele anashinda. Kocha bora hapo hapa itapita pale. Kocha bora yuko yule kocha bora kwangu mimi kama akiwepo Babusta, apite kocha wa Pyramid. Naye pia yupo kwenye Club of the Year. Club of the Year bwana inapaswa kuwa hiyo Pyramid. Club of the Year. Kwa sababu inaonekana kama imekuja kuleta mapinduzi fulani. Kutoka walikotoka mpaka kuja kuwa mabingwa wa Champions League. Wakatoka hapo. Hata hivyo msimu wa mwaka jana Pyramid wamekuwa na mafanikio sana. Hapa ni mchezaji bora kijana. Mchezaji bora kijana kwa sababu sijafuatilia sana. Huyo ambaye ya kwanza Adelai Ozani ambaye alikuwepo kwenye kikosi cha Under 20. Yes, kikosi cha Under 20 pia ambacho kilifanya vizuri kwenye finali za kombe la dunia. Ndio hapo pia. Mmoja kati ya wachezaji ambao alikuwa na mchango mkubwa sana ni pamoja na yeye, na alikuwa pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao kwenye zile mechi ambazo alicheza alichukua man of the match kwenye mechi almost 2 kama sio 3. Kwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao kwenye hiyo list inawezekana akawa ni mmoja kati ya watu ambao unaweza kaona kama ni washindani. Ni Under 20, huyu anacheza Ajax. Coach of the Year Coach of the Year ndio yuko Bubista ambaye ni Cape Verde. Yuko pia Mohamed ambaye anafundisha Under 20 pamoja na Walid the guy. Coach of the Year mimi kwangu ni Bubista. Huyu wa Cape Verde. Mimi hapa. Nani huyu wa Under 20 wa Morocco? Mimi kwangu Bubista kwa sababu Bubista ameifanya Cape Verde kwanza, amepeleka fainali za kombe la dunia kwa mara ya kwanza kwenye historia yao. Kweli mimi huenda kufuzu ni mchakato, lakini pia kushinda kombe la dunia kwa vijana ambao mara mwisho ilikuwa 2009 na 10. Ushafuatia squad ya vijana Under 20 wa Morocco? Whatever. Mimi kwangu mimi wachezaji wachache sana wale watoto wachache sana ambao wanacheza academy ya Mohamed wa sita. Sawa, lakini the rest kwenye mataifa mengi ya Ajax, umesikia Ajax, Monaco, Toulouse, Lille, hapo sijui. Sasa hebu niambie una cream kama hiyo wakati wewe Under 20 wako leo wako za wapi? Baada ya miaka 2 nataka kuja kutoa jasho. Kwa hiyo ni tatizo kama kuwa na footwork. Mbaya, haitaki ushirikina kaka. Mbaya nataka manyanga. Mbaya hataki manyanga. Kwenye hili bana kocha wa sasa Elikishele alitaka kwenda kugombana na nini? Unajua kisa nini? Elikishele aliona kuna mtu anataka kufanya ulozi. Wewe penalty zinapigwa kule, eti wewe maji unamwagiwa huko unataka kuleta ugomvi. Wewe umefeli wewe. Wamezunguka tukiduala basi. Bwana, shukrani sana Michael Hiera, kijana kutoka Afrika, pamoja na Rashid Doda Hamis, the heavyweight pundit. Najua tukitoka hapa kikao hiki kitaendelea tena kwingineko. Tukirejea hapa tutakuja na the pitch
lakini bila kusahau zilizobamba na nyewe pia tutakuja kuangazia hapa. Kuna mengi sana mazuri ambayo tunaendelea nayo. Tamati ni saa 6 kamili za mchana.